Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika wakati uliopita tuliona somo lililokuwa linasema mkokotoo wa wakati, na tukaangalia wakati katika mpango wa ukombozi duniani na mbinguni. Tukaona wakati wa mpango wa ukombozi duniani ndio muda wa pambano kuu na ni miaka 6000, na wakati wa mpango wa ukombozi mbinguni ni miaka 1000. Kwa hiyo jumla ya wakati wa mpango wa ukombozi duniani na mbinguni ni miaka 7000, na tukaona mkokotoo wa miaka 6000. Tukaona miaka hii 6000 imegawanyika katika makundi makubwa mawili, na kifo cha Kristo msalabani ndio kinatenganisha makundi haya. Kundi la kwanza ni miaka 4000 na kundi la pili ni miaka 2000. Na tulifanya mkokotoo ubaoni, lakini nitakukumbusha kwa ufupi kabla ya kuanza somo lingine katika siku ya leo. Tuliweza kuona hii miaka 6000 iko katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni miaka 4000 na kundi la pili ni miaka 2000. Na tukaona miaka 4000 inaanzia anguko la Adamu mpaka tukio la kifo cha Kristo msalabani, na miaka 2000 inaanzia tukio la kifo cha Kristo msalabani mpaka ujio wa Kristo mara ya pili. Kwa hiyo tuliona kifupisho cha anguko la Adamu ni AA, kifupisho cha kifo cha Kristo ni KK, na kifupisho cha ujio wa Kristo mara ya pili ni 2KK. Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba unapozungumzia wakati unazungumzia vitu viwili ndani yake. Yaani tunaweza kujua wakati kwa njia mbili tu. Tuliona njia ya kwanza ni kupitia matukio na njia ya pili ni kupitia tarehe au wakati maalum. Na tukaona ujumbe huu wa miaka 6000 au mkokotoo huu wa miaka 6000 sio mkokotoo wa wakati maalum, ni mkokotoo wa wakati. Tukasema kwa sababu gani sio mkokotoo wa wakati maalum? Kwa sababu hatujui mwaka ambapo dhambi iliingia duniani. Hatujui mwaka ambapo anguko la Adamu lilitokea. Ni kweli tunajua tukio, lakini hatujui wakati maalum. Kwa hiyo kama mwanzo wa miaka 6000 ikianzishwa na miaka 4000, hatujui mwaka wake au tarehe yake, hivyo mwisho hatutajua mwaka wake maalum au tarehe yake maalum, kwa sababu tuliona ili uweze kuelewa mwisho ni lazima uelewe mwanzo, kwa sababu hakuna mwisho bila mwanzo. Chenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tulitazama na tukasema huu sio mkokotoo wa wakati maalum, bali ni mkokotoo wa wakati. Kwa hiyo tukaona hapa hili tukio hatujui mwaka wake ambapo dhambi iliingia duniani, lakini tukio la kifo cha Kristo tunajua mwaka wake ni mwaka wa 31 BK. Kwa hiyo kama hapa una tukio na una mwaka, na hapa una tukio lakini hauna mwaka, tukaona uwezi ukasema ya kwamba miaka 4000 inaishia 31 BK, kwa sababu huna mwaka unaoanzisha miaka 4000, japokuwa una mwaka ambao unaonesha miaka 4000 inapoishia. Kwa hiyo tukatumia neno takribani, ni kwa sababu hatujui muda ambapo dhambi iliingia duniani. Lakini pia kabla ya kuendelea, leo nitakuletea nukuu nyingine ambazo zinataja miaka 4000 haikuishia tu 31 BK. Nabii pia anaandika nukuu za miaka 4000 kuishia mwaka wa 27, nitakusomea. Lakini pia kuna wakati anataja kipindi Kristo anakuja duniani
alengi hasa katika tukio gani, lakini nasema tu kipindi Kristo anakuja duniani. Alengi hasa katika kujaribiwa, alengi hasa katika kubatizwa au kifo chake. Anasema karibu zaidi ya miaka 4,000 ilikuwa imepita. Kwa hiyo ni zaidi. Kwa hiyo tunapolinganisha nukuu huku kidogo na huku kidogo, tunakuwa tunauelewa sahihi ya kwamba kumbe hatuwezi tukasema miaka 4,000 inaishia kamili 31 BK, kwa sababu kuna nukuu nyingine inataja, kwa mfano kujaribiwa kwa Kristo jangwani, imetaja kipindi cha miaka 4,000 kilikuwa kimepita, ni mwaka wa 27 ambapo Kristo alibatizwa na kaenda kujaribiwa. Lakini pia kuna nukuu ambayo nitakusomea hapo, inasema kipindi hiki, kipindi anguko la dhambi linatokea punde tu alipoasi sheria ya Mungu, shetani alikuwa amewaongoza watu kwa uasi kwa zaidi ya miaka 4,000 wakati Kristo anakuja duniani kwa mara ya kwanza. Ndio maana nikatumia neno takriban. Uwezi ukasema kwa ujasiri au kwa uhakika ya kwamba hii miaka 4,000 inaishia 31 BK. Lakini kwa nini tuweke 31 BK? Kwa nini tusiweke 27 BK au tukaweka zaidi ya 31 BK? 31 BK tunaiweka kwa sababu Kristo alimaliza kazi aliyokuja kuifanya hapa duniani katika mpango wa ukombozi. Kwa sababu tutaendelea kujifunza katika mpango wa ukombozi, kuna kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza ni kununua na kazi ya pili ni kurejesha. Na kazi ya kununua ni kazi ya mwanakondoo na kazi ya kurejesha ni kazi ya kuhani. Ndio maana Kristo kama mwanakondoo wa Mungu alisema imekwisha alipoangikwa juu ya msalaba 31 BK na akafa. Hapa ndipo alipoweka kituo cha kwanza cha wokovu wa mwanadamu, na kituo cha pili cha wokovu wa mwanadamu ni pale atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo hilo tukio lilitokea mwaka wa 31 BK baada ya Kristo kusema imekwisha na kumaliza kikamilifu kazi ya kununua, ambayo ni kazi ya kwanza katika mpango mkuu wa ukombozi. Kwa hiyo hapa tuliona kuna kipindi cha takribani miaka 4,000. Kwa hiyo tukaona muda wa pambano kuu au muda mpango ukombozi duniani ni miaka 6,000. Kwa hiyo kama muda wa pambano kuu ni miaka 6,000 na kuanzia anguko la Adamu mpaka kifo cha Kristo ni takribani miaka 4,000. Kwa hiyo imebaki miaka mingapi kukamilisha tukio la ujio wa Kristo mara ya pili katika miaka 6,000 ya mpango wa ukombozi duniani au pambano kuu? Tulifanya mkokotoo, tukachukua 6,000 tukatoa 4,000 hapa na kukumbusha, kapata miaka 2,000. Kwa hiyo hapa ni miaka 2,000. Na nikauliza swali, kama kipindi kilichobaki ni miaka 2,000, tukitaka kujua muda au mwaka ambapo miaka 2,000 itaishia, tutachukua mwaka ambapo miaka 4,000 iliishia, ambao ni takriban 31. Tuliona na tukajumlisha miaka 2,000 katika kipindi kilichopita. Hapo utapata takriban 2,031 ndio kikomo cha miaka 6,000, kwa sababu mwisho wa miaka 2,000 ni mwisho wa miaka 6,000, kwa sababu miaka 2,000 ipo ndani ya miaka 6,000 kama vile ilivyo miaka 4,000 ndani ya miaka 6,000 ya pambano kuu duniani au muda wa mpango wa ukombozi hapa duniani. Kwa hiyo tukaona miaka 6,000 inaanzia anguko la Adamu mpaka 2,031 takriban, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Tuliona hii alama jumlisha inawakilisha muda mfupi baada, na huo muda mfupi hatujui kama ni siku, kama ni
wiki, kama ni mwezi, au kama ni mwaka au miaka, hatujui. Kwa sababu ukishaweka kipindi, labda hii jumlisha ni muda mfupi, labda ukimaanisha siku au wiki au mwezi au mwaka au miaka, utaangukia katika mtego huo wa kuweka wakati maalum. Kwa hiyo huu muda mfupi baada ni jumlisha, hatujui, na hii kutoa ni muda mfupi kabla, hatujui. Lakini tunachokifahamu ni majira haya au nyakati hizi, miaka 6 itakuwa inafikia mwisho na pambano kuu litakuwa limekamilika, na Kristo atakuja mara ya pili takriban 2031. Lakini tukaona sisi Waadventista wa Sabato hatuna hadi 2031. Muda wetu tulionao ni hadi kizazi cha mwisho 2025 takriban, na ndilo somo ambalo tutaliona katika kipindi hiki, kwa sababu kizazi cha mwisho cha kanisa la Adventista wa Sabato kinaishia 2025 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, na ni katika kizazi cha mwisho ndipo amri ya Jumapili itakapotangazwa na mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwa Adventista wa Sabato. Kwa kama kutakuwa kuna Adventista wa Sabato ambao hawajapata ushindi dhidi ya dhambi, hawataweza kuokolewa. Kristo hataweza tena kuwafanyia huduma ya upatanisho, maana maneno ya Mungu imesema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikisha malizika kwetu sisi, je, mwisho wao wasioitii injili ya Kristo utakuwaje? Hali kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 17. Kwa hiyo Jumapili kitangazwa, kanisa la Mungu, watu wa Mungu, Adventista wa Sabato ndio watakao kuwa wa kwanza wa kufungiwa mlango wa rehema. Kwa hiyo Adventista wa Sabato tunatakiwa tupate ushindi dhidi ya dhambi kabla ya kipindi hiki, lakini haimaanishi tu kwamba tusubiri amri ya Jumapili ndio tupate ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu pia mtu unaweza kufungiwa mlango wa rehema kwa njia ya kifo. Lakini hukumu ambayo iko mbele yetu, au dhama ambayo iko mbele yetu, si kwa ajili ya wafu, ni kwa ajili ya walio hai. Kwa hiyo kama utakuwa hai katika kipindi hicho, ni lazima ujue habari ya kizazi cha mwisho, kwa sababu kama nilivyokuambia, sisi muda wetu sio 2031 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Muda wetu ni takriban 2025. Kwa hiyo kabla ya kutazama somo hili ambalo linasema amri ya Jumapili pamoja na kizazi cha mwisho, ningependa kukusomea nukuu ambazo zinataja miaka 4000 imetajwa kuishia mwaka wa 27, lakini pia tukio la ujio wa Yesu mara ya kwanza. Nabii ametaja pia kipindi Kristo anakuja mara ya kwanza, wanadamu walikuwa wamedhoofishwa katika uasi wa sheria ya Mungu kwa zaidi ya miaka 4000. Kwa hiyo tunajua miaka 4000 ni mianzo ya miaka 6000. Kwa hiyo kama hatuna mwaka maalum au mwaka halisi ambapo miaka 4000 inaanzia, basi hatutakuwa na mwaka halisi au mwaka maalum kusema miaka 6000 inaishia 2031. Lazima tuseme takribani, kwa sababu sio nukuu moja tu ambayo inataja miaka 4000 kuishia 31 BK. Kuna hizi nukuu ambazo zinataja kuishia 27, lakini kuna nukuu inasema kipindi Kristo anakuja mara ya kwanza duniani ni zaidi ya miaka 4000 kuanzia anguko la Adamu ilikuwa imepita, ambao muda huo mwanadamu alikuwa amedhoofishwa na dhambi. Kwa hiyo tunajua kuna uhusiano mkubwa kati ya mwanzo na mwisho. Kwa hiyo ili niweze kuelewa mwisho wa miaka 6000, lazima kwanza nielewe mwanzo wa miaka 6000, na mwanzo wa miaka 6000 ni miaka 4000. Kwa hiyo kama hapa hatuna mwaka maalum, lakini tuna tukio, hata huku hatutakuwa na mwaka maalum, tutakuwa na uhakika wa tukio na tutakuwa tuna uhakika wa tarakimu hizi, lakini takribani. Kwa hiyo mpendwa, ningependa kuweza kukusomea nukuu hizi ambazo zinataja miaka 4000 kuishia 27 na kipindi Kristo anakuja mara ya kwanza ni zaidi ya miaka 4000
ilikuwa imepita, ambao muda huo mwanadamu alikuwa amedhoofishwa na dhambi kwa kuvunja sheria ya Mungu. Lakini kama miaka 4000 imetajwa kuishia 27, lakini pia hiyo zaidi ya miaka 4000, hicho kipindi kimetajwa kuanzia anguko la Adamu hadi Kristo anapokuja mara ya kwanza. Basi kwa nini tuweke 31 BK? Tunaweka 31 BK kwa sababu katika mwaka huu ndipo Kristo alikuja kumaliza kazi ya kwanza. Tunafahamu katika mpango wa ukombozi kuna kazi mbili tu, kuna vituo viwili tu, na hivi vituo viwili vinategemea kazi ya Kristo. Kituo cha kwanza ni kifo cha Kristo, na kituo cha pili ni ujio wa Kristo mara ya pili. Kituo hiki tunakiweka kwa sababu ya kazi ya pili katika mpango wa ukombozi itakapokuwa imefikia mwisho, ambao ni kurejesha, ambao ni kazi ya kuhani. Na kituo hiki tunakiweka kwa sababu kazi ya Kristo aliyokuja kuikamilisha hapa duniani ndiyo kazi ya kwanza ya kununua. Ndio maana unaposoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 29, neno la Mungu linasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Kristo aliposema imekwisha, ndipo alilipa bei na akamaliza kazi. 31 BK na wokovu ukaja kwa sababu mwanadamu alipata kuwa na sababu ya wokovu na hakuwa na udhuru tena, kwa sababu Kristo aliishi maisha makamilifu kuanzia utoto wake hadi kifo chake bila kutenda dhambi. Na kilichomuua pale Kristo msalabani sio dhambi zake, kwa sababu hakutenda dhambi. Neno la Mungu linatuambia yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake, lakini ni dhambi zangu mimi na wewe ndizo alizozibeba, na akasema imekwisha. Akawa amemaliza sehemu ya kwanza ya kazi katika mpango wa ukombozi. Ndio maana tunaweka 31 BK, na kwa sababu kazi ambayo alikuja kuifanya ndio alikamilisha. Kwa hiyo hata mwaka wa 27 ukombozi usingeweza kukamilika kwa sababu Kristo asingekuwa amemaliza kazi. Kwa hiyo hiki ndicho kituo muhimu, na tulisema kinatenganisha kati ya miaka 4000 pamoja na miaka 2000. Kwa hiyo wapendwa, tunaposoma nukuu hizi, baada ya kusoma tutaweza kuwa na uhakika ya kwamba huu ujumbe sio wa wakati maalum, bali ni ujumbe wa wakati. Na baada ya somo hili ambalo tunalitazama katika siku ya leo, somo lijalo litazidi kupatia uelewa mpana ili uweze kujua tofauti iliyopo kati ya wakati na wakati maalum. Kwa hiyo nitakusomea nukuu hizi kabla ya kuomba na kuanza somo letu katika siku ya leo, ambalo linasema amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Nitakusomea katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 12 ambayo inazungumzia majaribu. Kwa Kiingereza inasema temptation, lakini kurasa hizi nitasoma za Kiingereza. Desire of Ages, ukurasa wa 117 na ile aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema, haikuwa hivyo kwa Yesu alipokwenda jangwani kupambana na shetani. Kwa muda wa miaka 4000 watu walikuwa wamedhoofishwa na dhambi kimwili na kiroho pia. Lakini pia nitasoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 269 na ile aya ya pili. Lakini nukuu ambayo imepita ilikuwa inazungumzia kipindi Kristo ameenda kujaribiwa jangwani. Alienda kujaribiwa lini? Mwaka wa 27 baada ya kubatizwa, Roho alimpeleka nyikani mwaka wa 27. Na hiyo nukuu imetuambia miaka 4000 ilikuwa imepita kipindi Kristo anaanza kujaribiwa nyikani pamoja na shetani kwa muda wa siku 40. Lakini pia nukuu hii ndio inataja ya kwamba kipindi Kristo anakuja mara ya kwanza, haisemi hasa katika tukio gani hii zaidi ya miaka 4000 ilikuwa imekomea. Haisemi wakati wa kuzaliwa kwake, wakati wa kubatizwa kwake, wakati wa kufa au wa kufufuka, lakini ninachosema tu katika ujio wa Kristo mara ya kwanza katika dunia yetu ni zaidi ya miaka 4000 ilikuwa imepita, na hiyo inatufanya tusiwe na wakati maalum. Haitupatii uhakika ya kujua mwaka halisi ambapo dhambi iliingia duniani. Ndio maana ukisema miaka 6000 inaishia 2031 kwenda mbele kidogo, kurudi nyuma kidogo, hautakuwa umeweka wakati maalum, bali utakuwa umeweka wakati. Kwa hiyo ni kweli hatujui lini hasa, lakini tunajua inaweza ikawa chini ya hapa au zaidi ya hapa. Lakini ni majira haya, ni nyakati hizi, japokuwa hatujui kwa hakika ni wapi, lakini ni nyakati hizi. Ndio maana Mungu ameweka tarakimu hizi, ndio maana amefafanua
miaka 4000 inakomea 31, na amefafanua 2031 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, ambao 2031 ndio mwisho sasa wa miaka 6000. Anasema hapa Shetani aliangalia kwa kujitukuza kuhusiana na matokeo ya majaribu yake na kuongezeka kwa dhambi katika mwendelezo wa uasi wa sheria ya Mungu kwa zaidi ya miaka 4000. Zaidi ya miaka 4000. Hii nukuu inazungumzia, unaposoma sura hii, ni kipindi Kristo alipokuwa anakuja mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa kutazama haya, ningependa kukualika hapo ulipo, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una nafasi ya kusimama utasimama, na ikiwa una nafasi hapo ulipo, inamisha uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Nakusihi uweze kuwa pamoja nami, pamoja na msikilizaji na mtazamaji pia, katika somo hili linalosema amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Tuwezeshe kuweza kuelewa na mwisho wa siku kuweza kuwa nufaika wa mpango wa ukombozi kabla ya kuchelewa milele na kabla mlango wa rehema kufungwa. Tusaidie kabla 2025 takribani, kabla ya kizazi cha mwisho kuisha na amri ya Jumapili kutangazwa, tuweze kuwa na uzoefu wa kuishi maisha matakatifu pasipokuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni, kama wewe ulivyoishi hapa duniani na ukakanusha madai ya Shetani na Shetani akatupwa nje kwa mara ya pili. Hivyo tusaidie na sisi katika kizazi hiki cha mwisho tuweze kupitia na uzoefu kama wako, ili tukio la kumponda kichwa Shetani liweze kuwa la uhakika. Naamini utakuwa na kila mmoja wetu. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapofungua Biblia yako, angalia katika kitabu cha Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu, Ayubu sura ya 14 na ule mstari wa 5. Kabla ya kusoma fungu hili, kuna fungu ambalo tumekuwa tukilisoma mara kwa mara linalosema, kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kusudi la Mungu halitaendelea muda wote. Kuna wakati ambao ameutenga kwa ajili ya kukamilisha hilo kusudi, na wakati huo utakapofikia mwisho, basi utakuwa ni mpaka wa Mungu aliouweka kwa ajili ya kukamilisha hilo kusudi. Kwa hiyo nimetoka kukwambia sisi Waadventista wa Sabato, kabla ya 2025 takribani, lazima tuwe na uzoefu wa Kristo. Ndio unaposoma kitabu cha Ufunuo Yohana 14:12, mjumbe wa Mungu anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hawa wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Lazima tuwe na imani kama ya Yesu, ya kuweza kushika amri za Mungu bila kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni kabla ya wakati huu, kwa sababu zama ambayo iko mbele yetu ni zama ambayo pia itahusisha maisha yetu ya kiroho. Na maisha yetu ya kiroho yanahusishwaje? Hakutakuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Kwa kabla ya wakati huo, lazima tuwe na uzoefu wa kuishi maisha makamilifu, kuishi kama Yesu alivyoishi, ili kuweza kukanusha madai ya Shetani ya kwamba inawezekana kushika sheria ya Mungu bila kuwa na muombezi, na hivyo kuhakikisha uangamizaji wa Shetani. Tutakapodhihirisha tabia hiyo na tutakapopitia uzoefu huo wa kuweza kuishika sheria ya Mungu bila kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni, basi Kristo atakuwa tayari kwa ajili ya kumaliza kazi katika hekalu la mbinguni na kuja kumponda Shetani kichwa. Kwa hiyo huu ndio mpaka ambao tunatakiwa kuuelewa, ili kabla ya mpaka huu 2025 takriban, na katika kipindi kilichopita nilikwambia hatuko tena
katika nyuma kidogo, tuko mbele kidogo, tuko 2026. Kwa hiyo muda wowote amri ya Jumapili inaweza ikatangazwa. Kwa hiyo tunatakiwa kujitakasa na kuwa na maisha masafi, kuwa sawa na Bwana kila punde, kama vile Kristo alivyokuwa sawa na Bwana kila punde, na alipojaribiwa katika hali zote hakutenda dhambi. Ndio maana maandiko yanasema alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Uzoefu wake unatakiwa kuwa uzoefu wetu, ili tuweze kusimama katika dhama ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo ukija ukaangalia katika kitabu cha Ayubu, tutajua kumbe hata Mungu ameweka mpaka katika wokovu wa wanadamu na wokovu wetu sisi Waadventista wa Sabato. Hata shughulikia wokovu wetu muda wote, hata tupatanisha muda wote, kuna mpaka ameweka, na mpaka huu ndio huu. Na hizi tarakimu tutazithibitisha leo, siziweki mwenyewe, lakini ni tarakimu ambazo zipo katika maandiko, Biblia na roho ya unabii. Fungua katika kitabu cha Ayubu, Ayubu sura ya 14. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu, Ayubu sura ya 14, Ayubu sura ya 14 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka asiyoweza kuipita. Sehemu ya kwanza anasema kwa kuwa siku zake zimeamriwa, maana kuamriwa, zimetengwa. Zimeamriwa na nani? Anasema hesabu ya miezi yake unayo wewe, ni Bwana. Hapa anayezungumziwa ni mwanadamu. Unaposoma Ayubu 14 mstari wa kwanza, anaposema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, ndiye anayezungumziwa hapa. Kwa hiyo mimi na wewe, Mungu ametuwekea mpaka kwa ajili ya kutuokoa. Mpaka huo unapofika, na kama tutakuwa tumeokolewa, tutatengwa na Bwana milele. Anaendelea kusema pia kwamba nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Kwa mpaka ni kitu ambacho huwezi ukakipita. Unapotazama pia katika kitabu cha Yeremia, fungua pamoja nami katika kitabu cha Yeremia, fungua pamoja nami katika kitabu cha Yeremia, Yeremia sura ya 5 na ule mstari wa 22. Yeremia sura ya 5 na ule mstari wa 22. Sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema. Anasema hapa, je, amniogopi mimi? Yeremia 5:22. Asema Bwana, hamtatetemeka mbele za uso wangu? Mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari, kwa amri ya daima isiweze kuupita. Kwa hiyo mpaka ni kitu au mahali ambapo hauwezi ukavuka, hauwezi ukaenda zaidi ya hapo. Anazidi kusema mawimbi yake yajapoubuka hayawezi kushinda nguvu, yajapovuma sana hayawezi kuupita. Ndio maana sisi kama watu wa Mungu hatutakiwi tu kujua amri ya Jumapili itatangazwa, lakini lazima tujue ukaribu wake. Kwa sababu unaposoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9 ukurasa wa 28, wengi walisikika katika njozi ya nabii wakisema, tulijua kwamba hukumu za Mungu zingeijia dunia, lakini hatukujua kwamba ingekuwa ni mapema kiasi hiki. Kwa hiyo hatutakiwi tu kujua ukaribu wa sheria, hatutakiwi tu kujua tukio la sheria ya Jumapili, lakini tunatakiwa kujua ukaribu wake. Ipo karibu kiasi gani? Kwa hiyo tutakapojua mpaka wa Mungu, ndipo tutakapojua ukaribu wa sheria ya Jumapili, na ndipo tutakapokuwa na roho ya uharaka ya kufanya uhusiano na Mungu na kuweka mambo sawa naye, ili amri ya Jumapili itakapotangazwa tukutwe tukiwa tayari. Unapotazama pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Matendo ya Mitume anazidi kufafanua ya kwamba kuna wakati ambao Mungu ameweka, au kuna nyakati Mungu ameziweka, na zitakapofikia mwisho basi itakuwa ni mpaka kwa jamii ya wanadamu. Hasa kwetu sisi Waadventista wa Sabato, mpaka tunaozungumzia ni 2025 takriban. Hapo ndipo kizazi cha mwisho kitakapoishia. Na tutaangalia katika neno la Mungu ya kwamba siku zote Mungu anafanya kazi na watu hadi kizazi cha 4. Na kizazi cha 4 aga ni kizazi cha mwisho tu, na rehema yake aga inaendeleaga mpaka kizazi cha 4, ambapo ni kizazi cha mwisho tu, kama neno la Mungu linavyosema ya kwamba anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3. Aishia hapo anasema na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Neno kurehemu kinatokana na neno rehema. Rehema ya Mungu inaendelea hadi kizazi cha 4.
Kwa hiyo katika kizazi cha 4 lazima tuone kufungwa kwa mlango wa rehema. Na kufungwa kwa mlango wa rehema tunajuaje? Kupitia tukio la sheria ya Jumapili. Lakini tukio lolote linatokea kwa wakati. Ndio maana wakati wa utimizaji wa sheria ya Jumapili ni kizazi cha mwisho ambacho kinaishia 2025 takribani. Turejee katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuangalie kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru. Lugha nyingine ni kama nyakati alizozitenga. Anazidi kusema hapa ya kwamba tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa hapa kitu cha kwanza tunaona nyakati na mipaka. Kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya nyakati na mipaka. Kwa hiyo mpaka wa Mungu unadhihirishwa kupitia nyakati au wakati. Kwa hiyo wakati fulani unapoisha, lazima tujue mpaka wa Mungu ndipo unapokaribia. Kwa hiyo wapendwa, sio tu Biblia inazungumzia habari ya kwamba Mungu ameweka mpaka katika kuchukuliana na dhambi, katika kuchukuliana na uovu, lakini kile ambacho Biblia inazungumza ndicho kile ambacho nabii anazungumza. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Christ Object Lesson, vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Christ Object Lesson, vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 177 na ile aya ya 5 nitasoma, tuweze kujua ya kwamba uovu hautaendelea siku zote. Sisi Waadventista wa Sabato hatutaendelea tu kutenda dhambi, kwa sababu Mungu ametuweka kuwa nuru ya dunia, lakini amri ya Jumapili itakapotangazwa katika kizazi cha mwisho 2025 takriban, rehema yake itakoma na uvumilivu wake utafikia mwisho na huduma yake ya hukumu itaanza. Mjumbe wa Mungu anasema dunia imeendelea kukomaa katika uasi wa sheria ya Mungu kwa sababu ya uvumilivu wake wa muda mrefu. Uvumilivu wake kumbe ni muda mrefu, lakini hautaendelea siku zote. Ameweka mpaka kama tulivyosoma katika neno la Mungu. Anasema wanadamu wameendelea kuikanyaga mamlaka yake, wamejiimarisha katika uonevu na ukandamizaji wa ulisi wake, wakisema Mungu anajuaje? Na je, kuna maarifa katika yeye aliye juu? Anaendelea kusema hapa, lakini kuna mstari. Unaposikia mstari ni mpaka. Mstari, anasema kuna mstari ambao hawawezi kuuvuka. Muda umekaribia. Kumbe kuna uhusiano kati ya huu mstari au mpaka na muda au nyakati, kama tulivyosoma kitabu cha Matendo 17 na 26. Kumbe nyakati ambazo Mungu ameziweka zitakapokomea ndipo mpaka wa Mungu utakapofika, na nyakati ambazo ameziweka ni mpaka kizazi cha 4 ambacho kinaishia 2025 takribani. Anaendelea kusema hapa ya kwamba katika kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, Christ Object Lesson 177 ile aya ya 5, mjumbe wa Mungu anasema lakini kuna mstari ambao hawawezi kuuvuka. Muda umekaribia ambapo watafikia mpaka uliowekwa. Kwa hiyo muda ukitimia, mpaka unakoma na huduma ya hukumu inaanza. Anasema hata sasa wamekaribia sana. Ndio maana wapendwa, nimetoka kukwambia hatupo 2025 kurudi nyuma kidogo. Sasa hivi tuko mbele kidogo, tuko 2026. Kwa hiyo tumekaribia sana mpaka wa rehema yetu Adventista wa Sabato, na tunatakiwa kuamka na kupokea ujumbe ambao Mungu anatupatia kwa ajili ya kutuandaa kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, ili tuweze kuwa na uzoefu wa kuishi pasipo kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Anaendelea kusema hapa ya kwamba hata sasa wamekaribia sana mpaka wa uvumilivu wa Mungu, mpaka wa neema yake. Anaendelea kusema mpaka wa rehema yake. Na roho, tunavyosoma Biblia ndivyo tunavyotakiwa kusoma roho unabii. Biblia inatuambia kwa maana ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hata roho unabii inajifafanua yenyewe ya kwamba mpaka wa rehema ya Mungu
ni pale ambapo Marekani itapitisha amri ya Jumapili. Lakini amri ya Jumapili hii inatokea katika kizazi cha mwisho. Ndio maana unapofungua pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura 24, kile ambacho Biblia inazungumza ndicho ambacho Roho nabii inazungumza. Tutarejea katika nukuu hii, lakini fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura 24. Kitabu cha Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura 24. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema Mathayo, kwani miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Mathayo 24 mstari wa 34, neno la Mungu linasema, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote atakapotimia. Hayo yote inamaanisha nini? Matukio ambayo Kristo aliyataja katika Mathayo 24, na tukio ambalo linafunga matukio yote. Ndio maana hayo yote inawakilisha amri ya Jumapili, ndio tukio ambalo linafunga hayo yote, ndio utimilifu wa mwisho wa matukio ya Mathayo 24, amri ya Jumapili katika taifa la Marekani. Anasema hayo yote yatakapotimia katika kizazi cha mwisho. Kwa kizazi cha 4 hakitapita, amri ya Jumapili itatangazwa. Ndio maana tutakapoona amri ya Jumapili itakapotangaza katika nchi ya Marekani, mwisho utakuwa umekaribia sana, na Mungu atachukua nafasi yake kwa ajili ya kuitetea sheria yake iliyovunjwa na mashahidi wake wanaoonewa. Ndio unaposoma kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 141, hii nukuu tumeisoma sana, anaposema uwekaji wa sabato bandia mahali pa sabato wa kweli, kuikweza Jumapili kinyume na sabato ya kibiblia, ni tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ya pambano kuu. Kwa hiyo Yesu anaposema amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata yote atakapotimia, na maanisha katika kizazi cha 4 ndipo amri ya Jumapili itatangazwa, na ndipo Kristo atakapokiacha kiti cha rehema. Nabii anafafanua, fuatana pamoja nami turejee katika nukuu ambayo tulikuwa tunaisoma ya vielelezo ya mafundisho ya Kristo, ukurasa 177 aya ya 5. Anasema hata sasa wamekaribia sana mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Nimetoka kukwambia tuko 2026. Hatuko tena kwenye kurudi nyuma kidogo, tuko kwenye nyakati za hatari sana mpendwa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wamekaribia sana mpaka uvumilivu wa Mungu, mpaka wa neema yake, mpaka wa rehema yake. Bwana ataingilia kudhihirisha utukufu wake, kuwaokoa watu wake na kuzuia mawimbi ya uovu. Hasa tuone hiki nabii anachosema ni nini, kama vile ambavyo Mathayo ametuambia ni amri ya Jumapili. Unaposoma Mathayo 24:9 ndilo tukio ambalo litafunga matukio mengine yote ambalo Kristo anazungumzia katika Mathayo 24:34, akisema amini amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata yote atakapotimia. Kwa lugha nyingine angesema kizazi hiki hakitapita, amri ya Jumapili itatangazwa, na ni kizazi cha 4. Anaendelea kusema hapa ya kwamba Bwana ataingilia kudhihirisha utukufu wake, kuwaokoa watu wake na kuzuia mawimbi ya uovu. Lakini pia tusome nukuu nyingine ambayo inafafanua huu mpaka wa rehema ya Mungu ni upi, katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5. Unapoangalia Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 451, mjumbe wa Mungu anasema, ili kujipatia umaarufu na kuungwa mkono, wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria ya Jumapili. Kumbe mpaka huu tutakuja tuangalia, kumbe ni sheria ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Wabunge wanaozungumziwa hapa ni wabunge katika nchi ya Marekani. Anasema kwa amri ile ilazimishayo utii wa taasisi ya upapa. Amri gani? Amri ya Jumapili, kama kichwa cha somo letu, amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Anaendelea kusema kwa amri ile inayolazimisha utii wa taasisi ya upapa kwa kuvunja sheria ya Mungu taifa letu. Taifa gani? Hajasema mataifa, amesema taifa letu. Taifa gani? Taifa la Marekani. Anaendelea kusema litajitenga kabisa na kuacha haki. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema kama vile tukio la majeshi ya Kirumi lilivyokuwa dalili kwa wanafunzi walikuwa ni kanisa la wakati ule, kuhusu tishio la uangamivu wa mji wa Yerusalemu, vivyo hivyo hebu uasi gani, amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, uwe dalili kwetu kuwa kikomo cha uvumilivu wa Mungu kimefikiwa. Anasema uwe dalili kwetu sisi, kwa watu wa Mungu, uvumilivu wa Mungu utakuwa umefikia mwisho na mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Lakini pia nitasoma katika kitabu cha
Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 207. Ukipata nafasi utasoma sura hii katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5. Inazungumzia muhuri wa Mungu. Nazungumzia muhuri wa Mungu. Siache kusoma sura hii. Ukipata nafasi soma sura ambayo inazungumzia muhuri wa Mungu katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5. Anasema Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, 207 aya ya 4, mjumbe Mungu anasema Yesu anakaribia kuacha kiti cha rehema. Yesu anakaribia kuacha kiti cha rehema. Kwa lazima tujiulize, kama Yesu anaacha kiti cha rehema, basi kuna muda ambapo aliingia katika kiti cha rehema. Na unafahamu Yesu aliingia katika kiti cha rehema mwaka gani? 1844. Kwa sababu unaposoma neno la Mungu utagundua hekalu la mbinguni lilikuwa lina vyumba viwili. Chumba cha kwanza ni patakatifu na chumba cha pili patakatifu pa patakatifu. Na ndani ya patakatifu pa patakatifu ndipo kulikuwa kuna sanduku la agano, na ndipo kulikuwa kuna kiti cha rehema ambapo kando yake kulikuwa kuna makerubi waliokuwa wanafunika kile kiti cha rehema. Kwa unaposikia kiti cha rehema, neno hilo linatupeleka moja kwa moja, au kifaa hicho kiti cha rehema kinatupeleka moja kwa moja katika patakatifu patakatifu. Na je, lini Kristo aliingia katika patakatifu patakatifu? Tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Anaendelea kusema hapa, Yesu anakaribia kuacha kiti cha rehema katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo kama aliingia 1844 tarehe 22 mwezi wa 10, tunaambiwa hata kaa hapo siku zote. Sasa hivi wapendwa, imepita miaka mingi, nasema nini? Bwana ametupatia rehema kuu sana. Anaendelea kusema hapa ya kwamba Yesu anakaribia kuacha kiti cha rehema katika hekalu la mbinguni na kuvaa mavazi. Kwa atakapoacha kiti cha rehema, kwa lugha nyingine, ndio kufungwa kwa mlango wa rehema. Sasa ni lini ataacha kiti cha rehema? Kwetu sisi Waadventista wa Sabato ambao tumepewa upendeleo wa kuwa na nuru kubwa, lakini hatujaitumia hii nuru kama tulivyofunuliwa. Anaendelea kusema hapa, tutajifafanua wenyewe, tutaona ni katika kizazi cha 4. Anasema Yesu anakaribia kuacha kiti cha rehema katika hekalu la mbinguni na kuvaa mavazi ya kisasi na kumwaga ghadhabu yake katika hukumu kwa wale ambao hawajaitikia nuru ambayo Bwana amewapatia. Ni mimi na wewe. Kwa sababu hukumu dhidi ya uovu haitekelezwi upesi. Kwa hiyo mioyo ya wanadamu inakomaa katika kutenda uovu. Anaendelea kusema badala ya kulainishwa kwa subira na uvumilivu wa muda mrefu ambao Bwana amewaonesha, wale ambao hawamchi Bwana na kuipenda kweli wanaimarisha mioyo yao katika uelekeo wa uovu. Lakini kuna mipaka. Hii mipaka ndo tutaangalia. Huu mpaka kizazi cha mwisho ambacho ni kizazi cha 4. Lakini kuna mipaka katika uvumilivu wa Mungu, na wengi wanavuka mipaka hii. Wamevuka mpaka wa neema, na hivyo Mungu ataingilia kudhihirisha utukufu wake mwenyewe. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, 208 aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema ni mwendelezo tu, ndio maana ni sura moja. Nimekwambia ukipata muda soma hii sura inayozungumzia muhuri wa Mungu katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5. Anasema kuhusu Waamori. Ndio maana nishakwambia huwezi kutenganisha kati ya unabii na historia. Ukitaka kuelewa unabii lazima uelewe historia, na ukitaka kuelewa historia lazima uelewe unabii. Huwezi ukatenganisha unabii na historia. Kwa hiyo tukitaka kujua kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema katika kipindi chetu, lazima tuone kufungwa kwa mlango wa rehema au muda ambapo Bwana aliingilia kati katika nyakati zilizopita, kwa sababu tunaambiwa yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako, yaliyotokea ndiyo atakayotokea, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Anasema hapa kuhusu Waamori, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, 208 aya ya kwanza. Kuhusu Waamori, Bwana alisema na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana hujatimia uovu wa Waamori bado. Kwa hiyo kuna kipimo ambacho Mungu amekiweka ambapo hatutaendelea tena katika uovu.
hapo Bwana hataweza kutuokoa tena na ghadhabu yake hatutaweza kuiepuka. Anaendelea kusema, muumbaji mwenye rehema angeweza kuchukuliana na maovu yao hadi kizazi cha 4. Kwa kumbe kizazi cha 4 ni kizazi ambacho Mungu amekiweka kama mpaka cha kushughulika na wokovu wa mwanadamu. Kwa kama mwanadamu ataendelea kutenda dhambi hadi kizazi cha 4, Mwadventista msabato hataweza kuokolewa tena, kwa sababu mlango wa rehema utakuwa umefungwa, na kitu ambacho kitatudhihirishia kizazi cha 4 kimeisha ni sheria ya Jumapili, kwa sababu itatokea katika kizazi cha 4. Ndio maana sura inazungumzia muhuri wa Mungu. Kwa hiyo sheria ya Jumapili ni kinyume na muhuri wa Mungu. Ndio maana nakwambia ukipata nafasi pitia sura hii ya Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5. Inazungumzia muhuri wa Mungu. Kwa anasema muhuri wa Mungu utaweka katika kizazi cha 4 cha kanisa wa Adventista wa Sabato, ambalo lilianza kipindi Kristo ameingia katika kiti cha rehema patakatifu patakatifu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Na hata kapo siku zote katika kizazi cha mwisho ndipo rehema itakoma kwa tukio la amri ya Jumapili. Anazidi kusema hapa katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5:208, mjumbe wa Mungu anasema, muumbaji mwenye rehema angeweza kuchukuliana na maovu yao hadi kizazi cha 4, na kama hawakuonesha badiliko hukumu zake zingewaangukia. Sasa nimetoka kukuambia kwamba siku zote Mungu anafanya kazi na watu hadi kizazi cha 4 tu. Hata katika utawala Mungu aliruhusu watu waliompendeza Mungu watawale pamoja na uzao wao. Kilele chake au ukomo wake ilikuwa ni hadi kizazi cha 4, na unafahamu kama yalivyo mambo ya mwilini ndivyo alivyo mambo ya rohoni. Kwa hiyo sio tu utawala wa kidunia, hata Mungu katika kushughulika na mambo ya kiroho, mambo ya wokovu na watu wake, anaruhusu mpaka kizazi cha 4 tu, na kizazi hicho kinapopita rehema inaondolewa na huduma ya hukumu inaanza. Unapoangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili utafungua sura ya 15 tuweze kuona ya kwamba siku zote Mungu anafanya kazi tu hadi kizazi cha 4. Anafanya kazi na watu, anachukuliana na watu hadi kizazi cha 4. Kwa hiyo ni kweli sasa hivi kizazi cha 4 hakijaisha, lakini tuko kingoni, kwa sababu ukisema kimeisha lazima tuone sheria ya Jumapili inatangazwa, kwa sababu yenyewe ndio itadhihirisha kufungwa kwa mlango wa rehema. Lakini tupo kabisa ukingoni. Hata unapoangalia sasa hivi mambo yanavyoenda ulimwenguni, tuko katika vuguvugu la amri ya Jumapili. Kwa lazima tujiweke tayari. Mungu hatachukuliana na sisi muda wote. Punde sisi tulio hai rehema yetu itakoma na tutahukumiwa. Unapotazama katika kitabu cha Wafalme wa Pili, unapofungua Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 15 na ule mstari wa 12, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 15 na ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, hilo ndilo neno la Bwana alilomwambia Yehu akisema, wana wako watakaa kitini mwa Israeli hata kizazi cha 4. Kwa utawala wa Yehu ungeendelea hadi kizazi cha 4. Neno la Mungu linasema ikawa vivyo hivyo. Lakini pia unaposoma kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya 10 na mstari wa 30, neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vyema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha 4 watakaa kitini mwa Israeli. Kwa hiyo kumbe utawala wa wanadamu Mungu anaruhusu uendelee. Kizazi cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4 ni ukomo. Anaingilia mwenyewe kwa ajili ya kudhihirisha enzi yake au kwa ajili ya kuonesha utawala wake. Na napoangalia kwenye kitabu cha Kutoka pia, kitabu cha Kutoka sura 20 ni fungu ambalo tumelisoma mara kwa mara. Kitabu cha Kutoka fungu sura 20 itasoma fungu la 5 na la 6. Kitabu cha Kutoka 20 itasoma fungu la 5 na la 6. Sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema. Anasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu,
na kazia hapa sehemu ya pili, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3. Aishii hapo, na cha 4 ndio kikomo. Anasema cha wanichukiao. Mstari wa 6, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa kumbe rehema za Mungu zinaendelea kizazi cha 3, lakini kizazi cha 4 ndipo kunakuwa kuna ukomo. Kwa hiyo kumbe kama ukomo uvumilivu wa Mungu ni kizazi cha 4, na tunafahamu Kristo aliingia katika kiti cha rehema, na ndipo akaanzisha kanisa la Adventista wa Sabato tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Yesu alipokuwa anatoka patakatifu, anaingia patakatifu pa patakatifu 1844, na kama ataendelea kufanya upatanisho kwa kanisa lake wa Adventista wa Sabato hadi kizazi cha 4, neno la Mungu limetuambia hivyo. Basi lazima tujiulize, kizazi ni miaka mingapi? Kizazi wapendwa, miaka yake ni miaka 40. Unapotazama katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, katika kitabu cha Zaburi sura ya 95. Zaburi sura ya 95, nitasoma ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile, nikasema hao ni watu waliopoteka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Kumbe kizazi ni miaka 40. Na kazia kizazi kwa fungu hili tunaona ni miaka 40, lakini lazima tulinganishe huku kidogo na huku kidogo. Lakini pia tuangalie katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania Waebrania sura ya 3, nitasoma mstari wa 9 na wa 10. Anasema, hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima, wakaona matendo yangu miaka 40. Mstari wa 10, kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki. Kwa kumbe kizazi ni miaka 40. Kwa hiyo kabla ya kuanza kufanya mkokotoo huu wa kizazi cha mwisho na kupatia msingi huu, na kazia tena kwa mujibu wa mafungu haya, tunaona kizazi ni miaka 40, na Yesu ataruhusu rehema yake iendelee mpaka kizazi cha 4 tu, kama tulivyosoma katika maandiko. Kwa hiyo unaposoma pia katika neno la Mungu, wana wa Israeli walioaminiwa kupewa majukumu na hata walioruhusiwa kwenda vitani walikuwa wanaanzia umri wa miaka 20, ambao miaka 20 kama nusu ya kizazi. Unapoangalia katika kitabu cha Hesabu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Hesabu, katika kitabu cha Hesabu. Kabla ya kuanza kufanya mkokotoo huu, tutazama fungu hili katika kitabu cha Hesabu, katika kitabu cha Hesabu sura ya 1 na ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, na wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba yao, kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mtu mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Kwa hiyo mtu mzima kibiblia ambaye anaweza kukabidhiwa majukumu, hata tu sio katika mambo ya kidunia, lakini hata katika mambo ya kiroho, ni lazima anzie umri wa miaka 20. Kwa hiyo hao ndio walikuwa wanatambulika kama watu wazima na waliaminiwa kupewa majukumu na hata kwenda vitani. Na nimetoka kukwambia ni nukuu ambayo napenda sana kuitumia unapoangalia kwenye kitabu cha Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo, Christ Object Lesson 360, anasema kama ilivyo mambo ya mwilini ndivyo ilivyo mambo ya rohoni. Ndio maana Yesu alitumia mambo ya mwilini kufunua mambo ya rohoni. Kwa hiyo tunapoanza kufanya mkokotoo huu, na kusii
uweze kufuatana pamoja na mimi kwa umakini. Na wapendwa, kizazi kinachozungumziwa hapa ni kizazi cha kanisa la Mungu, kizazi cha Waadventista wa Sabato. Kwa sababu unapoangalia katika kitabu cha Mathayo, fungua pamoja nami kabla ya kuanza kufanya mkokotoo. Natamani niweze kuliweka sawa, maana wengine labda wanajua ni vizazi vya watu wa mataifa. Hapana. Kizazi kinachozungumziwa katika Mathayo 24 sio kizazi cha watu wa mataifa, ni kizazi cha watu wa Mungu. Ndio maana wao ndio wataanza kufungiwa mlango wa rehema, kama tulivyosoma katika Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 207. Wamepewa upendeleo mkubwa wa nuru, lakini hawajaitumia kama ambavyo Bwana alikusudia waitumie. Unapotazama katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 32, Yesu anatoa mfano. Anasema, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Anasema wakati wa mavuno u karibu. Na mahali fulani katika neno la Mungu tutasoma katika kitabu cha Pambano Kuu na Tumaini la Vizazi Vyote, mtini ulifananishwa na kanisa la Mungu. Kwa hiyo ndio maana kile ambacho Kristo anakisubiri katika kizazi cha mwisho cha kanisa lake ni kupata tunda la thamani. Na hili tunda limeelezewa katika Ufunuo Yohana 14 mstari wa 12. Waadventista wa Sabato waweze kufikia mahali ambapo watashika amri za Mungu kwa imani ya Yesu, yaani bila kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Hilo ndilo tunda ambalo Kristo analisubiri katika kizazi cha mwisho, kama vile ambavyo mtini unakuwa hatua kwa hatua. Kwa sababu kizazi cha kwanza ni kweli ukuaji wa kanisa ulikuwepo, kizazi cha pili ukuaji wa kanisa ulikuwepo, kizazi cha tatu ukuaji wa kanisa ulikuwepo, lakini kizazi cha nne ndicho kilele ambapo Kristo atakuja kufanya mavuno na kuchukua tunda la thamani. Nazidi kukazia kizazi kinachozungumziwa hapa si cha mataifa, ni cha kanisa la Mungu. Ndio maana mfano ambao tumepewa hapa ni mtini. Tutasoma pia mtini wakati fulani unatumika kuwakilisha kanisa la Mungu. Ndio maana panazidi kusema, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Ndio maana sasa hivi tunaona kizazi cha mwisho kinaisha. Kwa hiyo Kristo atakuja kutenganisha ngano na magugu. Ambapo Jumapili atakapotangazwa, kutakuwa kuna makundi mawili tu, waovu na wema. Kwa sababu rehema ya Mungu itakuwa imefikia mwisho. Kama vile ambavyo mtu anaenda kuchuma tunda katika mtini katika hatua ya mwisho, ndivyo Kristo atakuja kutenganisha ngano na magugu na kuwafungia nje wale ambao hawakuweza kupata ushindi dhidi ya dhambi katika kizazi cha 4. Ndio maana sura hii inazidi kusema mstari wa 33, nanyi kadhalika myaonapo hayo yote tambueni ya kwamba yu karibu hata mlangoni. Anasema hayo yote nini? Hayo yote nimekwambia yanawakilishwa na tukio moja tu. Amri ya Jumapili ndio litafunga matukio mengine yote, lakini ili tukio litatokea katika kizazi cha 4. Anasema hapa mstari wa 38, amini nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote atakapotimia. Ngoja nikusomee nukuu ambayo inazungumzia ya kwamba wakati fulani kanisa la Mungu linawakilishwa na mtini. Na hali ambayo tutaiona katika nukuu nayosoma ndio hali ambayo inaendelea katika kanisa la Adventista wa Sabato. Tuna nuru nyingi, tumejaa majani tele, lakini tumekosa tunda la thamani. Kwa lazima tujitahidi kupata tunda la thamani kabla Kristo ajaje kufanya mavuno katika kizazi cha 4 ambacho ni kizazi cha mwisho. Unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 17 inayozungumzia dalili ya mapambazuko. Tasoma Pambano Kuu sura ya 17 inayozungumzia dalili ya mapambazuko. Ukurasa wa mwisho kabisa wa sura ya 17 wa hiki kitabu cha Pambano Kuu. Katika kitabu cha Kiingereza ni Great Controversy ukurasa wa 316. Great Controversy ukurasa wa 316 aya ya kwanza. Nitasoma
mjumbe wa Mungu anasema walinzi juu ya kuta za Sayuni, Sayuni ni watu wa Mungu, wangekuwa wa kwanza kupata habari za kuja kwa Mwokozi na wa kwanza kuinua sauti zao kumtangaza kuwa yu karibu, wa kwanza kuonya watu ili wajitayarishe kwa ajili ya kuja kwake. Lakini walikuwa wanastarehe wakiota amani na usalama, wakati watu walikuwa wamesinzia katika dhambi zao. Anasema Yesu aliona kanisa lake likiwa kama mtini usiozaa. Kwa kuna kipindi kanisa mkifananishwa na mtini usiozaa, umefunikwa na majani tele. Ni kama sisi tuna nuru nyingi kama tulivyosoma Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5:207, lakini hatujatumia nuru tuliyopewa ili kuweza kupatia Bwana tunda la thamani, tunda linalopasa toba. Anazidi kusema pia kwamba Yesu aliona kanisa lake likiwa kama mtini usiozaa, umefunikwa na majani tele, lakini ukiwa hauna tunda la thamani. Hii ni hali yetu. Ndio watu wanatakiwa kumwomba Mungu kabla ya kizazi cha 4 kuisha. Lazima Bwana ashikilie pepo mpaka pale kazi itakapokamilika katika mioyo yetu, katika familia, ndipo alikute tunda la thamani. Na tutumie sisi tuliopata ushindi dhidi ya dhambi kuandaa watu wengine kusimama katika wakati wa taabu na fadhaa ambao uko mbele yetu. Lakini pia ukipata nafasi utasoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Hii ni sura ambayo inazungumzia mtini tu ukiwakilisha kanisa la Mungu. Hii sura inaitwa Watu wa Kuangamia. Ni sura katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 64. Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 64 ambayo inazungumzia watu wa kuangamia. Nitasoma tu baadhi ya maneno ambayo yanawakilisha mtini. Ilifananishwa na kanisa la Mungu ambao kwa wakati ule ilikuwa ni Wayahudi, lakini sasa ni Waadventista wa Sabato. Israeli ya kale na Israeli ya sasa. Israeli ya kale ni mfano ambao ni Wayahudi, lakini walisia yake ni Waadventista wa Sabato katika tunachoishi. Anasema nitasoma, anasema hapa, mtini uliokauka uliojionesha wazi mbele ya Kristo ulikuwa mfano wa Wayahudi. Kristo alitaka kudhihirisha kwa ajili ya Wayahudi kwa mfano huo wa mtini. Anasema Wayahudi walijidai kuwa na haki kuliko mataifa yote, lakini walikuwa wafedhuli sana na wenye kupenda mapato. Walitangaza madai yao ya udhalimu na kujionyesha kuwa taifa la Kiyahudi ni la haki hasa, lakini halikuwa na lolote ila majani tu. Dini ya Wayahudi na hekalu lao mashuhuri pamoja na mipango mizuri ya ibada zao na kwa kweli ilikuwa safi kwa nje tu, lakini unyenyekevu, upendo na uongofu haukuwako. Kwa hiyo ukija kusoma hii sura yote nazungumzia kwamba mtini ni kanisa la Mungu. Kwa hiyo nitakuwa nimekutengenezea msingi mzuri mpaka hapa nilipofika, tunapoanza kufanya mkokotoo huu wa wakati. Kwa hiyo ili tujue muda ambapo Kristo ataacha kiti cha rehema, lazima tujue muda ambapo Kristo aliingia katika kiti cha rehema. Na nimeisha toka kukwambia Yesu aliingia katika kiti cha rehema. Ukipata nafasi utasoma kitabu cha Pambano Kuu sura ya 24 ambayo inazungumzia ndani ya patakatifu patakatifu. Pambano Kuu sura ya 24 utagundua tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Yesu aliingia kiti cha rehema, kwa sababu kuna uhusiano mzuri kati ya mwanzo na mwisho. Kwa hiyo nikitaka kujua muda ambapo Kristo ataacha kiti cha rehema, lazima kwanza pia nione uhusiano uliopo kipindi Kristo anaingia katika kiti cha rehema, kwa sababu kuna uhusiano kati ya mwisho na mwanzo. Ambaye haelewi mwanzo haelewi mwisho, na ambaye haelewi mwisho haelewi mwanzo, kwa sababu mwanzo na mwisho vimehusiana kwa karibu sana. Kwa hiyo Yesu aliingia kiti cha rehema mwaka 1844. Nadhani hilo wote tunalifahamu Adventista wa Sabato. Ukipata nafasi, nukuu zipo nyingi sana, lakini nukuu moja ambayo naweza nikakupatia au kaisoma ambayo inataja moja kwa moja ni Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza. Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza, ukurasa wa 125. Mjumbe wa Mungu anasema mwaka 1844 kuhani wetu mkuu aliingia ndani ya chumba cha pili ambacho kinaitwa patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi.
Anasema kesi za wenye haki waliokufa zimekuwa zikipita mbele zake. Anasema na kesi zao zitakapokamilika, kazi ya hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai itaanza. Sasa itaanza wakati gani? Tumeona mpaka mlango wa rehema ufungwe. Kwa hiyo na mlango wa rehema tumeona unafungwa kwa ishara ya tukio la amri ya Jumapili, na hili tukio lazima litokee kwa wakati katika kizazi cha mwisho. Hapo ndipo Kristo ataacha kiti cha rehema. Kwa hiyo tunapozungumzia pia habari ya kizazi, nitazungumzia katika nyanja mbili. Kuna habari ya uzao na habari ya utawala. Napozungumzia pia habari ya kizazi, kabla ya kuanza kufanya mkokotoo, ni bora niliweke sawa. Kuna kizazi kwa habari ya uzao. Yaani namaanisha hata mimi nikitaka kuzaa mtoto, hakuna ukomo, hakuna nini nizuia. Naweza nikazaa mtoto wangu akaishi miaka 40 ikawa kizazi cha kwanza, baada ya miaka 40 akazaa na mtoto wake tena akazaa na mjukuu yule akazaa. Kwa hiyo kwa habari ya uzao hakuna kikomo. Kwa habari ya uzao hakuna kikomo. Unapozungumzia kizazi kwa habari ya uzao hakuna kikomo. Hakuna kikomo. Lakini kwa habari ya utawala, tumesoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 15, 12 na 10:30 kuna kikomo. Na Mungu hata ruhusu utawala wa kizazi cha 5 cha mwisho hadi cha 4 tu, kama tulivyoangalia katika neno la Mungu. Kwa hiyo katika utawala wa kizazi kuna kikomo, na kikomo chake ni kizazi cha 4. Ndio kikomo cha utawala wa kizazi. Kwa hiyo tunapofanya hapa mkokotoo, tutakuwa tunaangalia kizazi katika mitazamo miwili, katika mtazamo wa uzao na katika mtazamo wa utawala. Lakini mtazamo ambao utatudhihirisha kufunga kwa mlango wa rehema ni utawala, kwa sababu huu ndio unazungumzia kikomo cha utawala wa wanadamu, ni hadi kizazi cha 4. Haijalishi ni katika mataifa, haijalishi ni kwa watu wa Mungu, kwa sababu tumeona hata yeye walikuwa ni mtawala, lakini Mungu aliruhusu utawala wake uende hadi kizazi cha 4. Kwa hiyo pia hata utawala wa kanisa Adventista wa Sabato hautaendelea siku zote. Ni katika kizazi cha 4 ndipo Mungu atakapoingilia, hata ruhusu kizazi cha 5 kiingie katika utawala, kwa sababu hicho kitu hakijawahi kutokea katika historia. Kwa hiyo hata katika unabii tunajua hakitatokea, kwa sababu yaliyotokea ndio yatakayotokea, yaliyokuwako ndio yatakayokuwako, wala kuna jambo jipya chini ya jua. Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9. Kwa hiyo nitaanza kufanya mkokotoo baada ya kutoa maelezo haya, na kazia tena. Napozungumzia kizazi, nazungumzia katika mitazamo miwili. Kuna mtazamo wa uzao na mtazamo wa utawala. Huu mlengo wa uzao au mtazamo wa uzao hakuna kikomo. Uwezo ukawakataza watu kuzaana, lakini ndio maana Mungu alisema zaeni mkaongezeke mkaijaze, hakuna mpaka. Lakini kwa habari ya utawala, Mungu hawezi akaruhusu wanadamu ambao wanazaliwa watawale tu. Kuna kipindi ataingilia kati na kutawala, na kipindi hiki kinadhihirishwa kwa ukomo wa kizazi cha 4. Kwa hiyo nitaanza kufanya mkokotoo, fuatana pamoja nami. Sikulazimishi kuamini hiki ambacho tunakifanya, lakini utakuwa una heri ukiliamini neno la Mungu, kwa sababu sio maneno yangu, tumetoka kusoma katika neno la Mungu. Kwa hiyo tumeona ili tujue muda ambapo Yesu ataacha kiti cha rehema, lazima tujue muda ambapo Mwokozi aliingia katika kiti cha rehema. Je, Mwokozi aliingia lini katika kiti cha rehema? 1844. Kwa hiyo hapa sasa nitaanza kuzungumzia kizazi cha Waadventista wa Sabato kwa habari ya uzao, na nimekuambia kwa habari ya uzao hakuna ukomo. Kwa hiyo na kizazi ni miaka, nimekuambia ni miaka 40. Kizazi ni miaka 40. Kizazi hapa ni miaka 40. Kwa hiyo hapa kuna miaka 40. Tena hii habari ya uzao wa kizazi, nimekuambia kizazi katika muktadha au katika mtazamo wa uzao hakuna kikomo. Ningependa niweze kuandike kwa kalamu yenye rangi tofauti ili tuweze kwenda vizuri. Niweze kuandika kwa kalamu ya rangi ya blue
Haya, kwa hiyo hapa ukijumlisha miaka 40, kwa sababu hapa ndipo kanisa la Adventista wa Sabato lilianza, kipindi Kristo alipokuwa anatoka patakatifu anaingia patakatifu patakatifu. Kwa hiyo ukijumlisha miaka 40, 1844 jumlisha miaka 40, utapata kizazi cha kwanza kilikuwa kimeanza 1844. Kuna watu walizaliwa hapa 1844 hadi muda ambao tutaupata kwa kuchukua mwaka huu 1844 na kujumlisha kipindi cha miaka 40. Kwa hiyo ukija ukachukua 1844 ukajumlisha 40 utapata ngapi? 1884. Hicho ni kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao. Ni kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao. Kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao. Haya. Alafu hapa sasa tunapata kizazi cha pili. Kwa habari ya uzao nimekwambia nitaandika kwa kalamu hii ya blue ili niweze kutofautisha vizuri katika muktadha wa uzao na muktadha wa utawala. Kwa hiyo hapa kuna miaka 40 mingine tena. Kwa ukija ukajumlisha 40 tena, kizazi cha pili hapa ni kizazi cha kwanza, hapa sasa tunaenda katika kizazi cha pili. Kizazi cha pili kitakuwa ni mwaka wa, ukija ukachukua 40 jumlisha 1884 utapata hapa 4 12 1924. Kwa hiyo hapa ndipo tunapata kizazi cha pili 1924. Wapendwa, natamani uweze kuelewa neno la Mungu, usikariri. Mungu anahitaji uweze kuelewa ili usije ukapeperushwa na madanganyo ya shetani katika siku hizi za mwisho, na unatakiwa uelewe ukweli kwa ajili yako mwenyewe. Kwa hiyo hapa tumeona ni kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao. Hapa tunaanza tu kwa habari ya uzao kwanza ili nisikuchanganye. Alafu hapa tumeona kizazi cha pili kwa habari ya uzao. Tunaenda kizazi cha tatu. Kwa hiyo kizazi cha tatu ni hivyo hivyo. Hapa ni miaka 40. Kizazi cha tatu miaka 40. Hapa ukija ukajumlisha 1924 ukajumlisha 40 utapata 1964. Kwa hiyo hapa tumeona ni kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, hiki kizazi cha tatu. Kwa hiyo tunatafuta kizazi cha 4 hapa. Tena ukija ukajumlisha 40, ukija ukajumlisha 40, ukija ukajumlisha hapa 40 utapata 2004. Lakini je, Waadventista wa Sabato ilipofika 2004 waliacha kuzaa au walikosa uwezo wa kuzaa? Hapana, kwa sababu nimekwambia kwa habari ya uzao wa kizazi hakuna ukomo. Kwa hiyo ukija ukajumlisha tena hapa 40 nyingine utapata 2044. Hiyo ni habari ya uzao katika kizazi, habari ya uzao. Na kwa sababu ya ubao wetu natamani niweze kufuta hapa, niweze kuandika mahali ambapo nitaweza kuonesha habari ya uzao na habari ya utawala. Kwa hiyo hapa tumeona ni habari ya uzao, kizazi, uzao, kizazi cha pili, uzao hapa miaka 40, hapa uzao na hapa uzao. Kwa hiyo hapa tumeona kuna kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao, hapa tumeona kuna kizazi cha pili kwa habari ya uzao, hapa kizazi cha tatu kwa habari ya uzao, hapa kizazi cha 4 kwa habari ya uzao, hapa kizazi cha 5. Na kama muda ungekuwepo, sababu tumeona miaka 6 inaishia 2031 takriban, hata kizazi cha 6 na cha 7, hakuna ukomo katika uzao wa kizazi, lakini kuna ukomo katika utawala wa kizazi, na ukomo wa utawala wa kizazi ni kizazi cha 4. Kwa hiyo kwa kuonesha hapa, naamini utakuwa umenielewa kwa mkokoto huu wa wakati kuhusiana na vizazi kwa habari ya uzao. Sasa natamani tuje tuone sasa kwa habari ya utawala, ambao habari ya utawala ndio tunatakiwa kuielewa zaidi, kwa sababu hapo ndipo mlango wa rehema utakapofungwa.
katika kizazi cha 4, kwa sababu Mungu hata ruhusu tena utawala wa wanadamu wa kizazi cha 5. Kikomo ni kizazi cha 4, na rehema itafungwa na ataruhusu amri ya Jumapili itangazwe katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo nimekuambia kwa sababu ya jiografia ya ubao, hiki kitu nitakihamishia, nitakiweka hapa katikati ili pia tuangalie na habari ya utawala tunapojifunza mambo ya vizazi, ambayo ndio habari muhimu kuliko hata habari ya uzao. Kwa hapa nitaandika tu kwa haraka, nami nitakuwa nimeeleweka. 1844 40 1 884 40 1924 40 1964 40 2004 40 2044. Sababu tumesema huku hakuna kikomo, na hapa tumeona ni miaka 40, hapa tukaona miaka 40, hapa tumeona ni miaka 40, hapa tumeona ni miaka 40, hapa tumeona ni miaka 40. Lakini kumbuka katika kitabu cha Hesabu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Hesabu. Katika kitabu cha Hesabu, nitakazeli fungu tumelisoma, nilikuwa nimekusomea ili nikupatie msingi tunapofanya mkokotoo, lakini nitarudia ili uweze kufuatana pamoja nami kwa uzuri. Anasema hapa, na wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mtu mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Kwa hiyo mtu alikabidhiwa majukumu au alipewa uongozi au aliruhusiwa kwenda katika vita pale ambapo alifikisha umri wa miaka 20, kwa sababu hapo ndipo alikuwa anaaminika kukomaa kiakili, kimwili na kiroho, na kuweza kupambanua vitu. Hapo ndipo alikuwa mtu mzima. Kwa hiyo mtu asingeweza kubeba majukumu kabla hajafikisha miaka 20. Walioweza kubeba majukumu na kupewa nafasi ya uongozi au nafasi ya utawala katika kanisa la Adventista wa Sabato ilitakiwa wawe miaka 20 na kuendelea. Kwa hiyo unapoangalia hapa kipindi Yesu anaingia patakatifu tarehe 22 mwezi wa 10 1844, waanzilishi wa imani yetu walikuwa watu wazima, walikuwa wengi wamezidi umri wa miaka 20. Ukija kaangalia, ukija kusoma historia, kina Joseph Bates alikuwepo, Hiram Edson alikuwepo, Stephen Pius alikuwepo, James White pamoja na Ellen Hammond walikuwepo wengi, lakini jamii kubwa ya waanzilishi wa imani kina Uriah Smith na wengineo walikuwa wamezidi miaka 20. Kwa hiyo wasingeweza kusubiriwa wafikishe miaka 20 ndipo wapewe uongozi. Hao walishika uongozi moja kwa moja, na kama ilivyo uzao wa kizazi na utawala wa kizazi pia ni miaka 40. Mungu anaruhusu kizazi kitawale kwa miaka 40 kama vile ambavyo anaruhusu katika uzao wa kizazi. Kwa hiyo hapa waliweza kutawala kwa miaka 40 ya kwanza yote, lakini walizaa watoto, na watoto wao tunafahamu hapa hiki ni kizazi cha kwanza kwa habari ya uzao. Umeona, hiki ni kizazi cha pili kwa habari ya uzao, na hiki ni kizazi cha tatu kwa habari ya uzao, na hiki ni kizazi cha 4 kwa habari ya uzao. Kwa hiyo na hapa tumeona ni kizazi cha 5 kwa habari ya uzao. Kwa hiyo nimesema kwa habari ya utawala hapa jamii kubwa ya waanzilishi wa imani yetu
walikuwa wamezidi miaka 20. Tena wengine walikuwa ni wakubwa. Kwa mfano Joseph Bates pamoja kina Hiram Edson walikuwa ni watu ambao walikuwa ni watu wazima. Ndio maana wengine ijapokuwa hawakuelewa vizuri unabii wa siku 2300 walijua Kristo anakuja duniani, lakini alikuwa anaingia patakatifu. Wengine walikuwa na familia na waliuza mali zao kwa ajili ya kupeleka injili, wakitumai kwamba Kristo angekuja mwaka huo, kumbe alikuwa anaingia patakatifu. Kwa hiyo walitawala waanzilishi wa imani yetu miaka 40 ya kwanza ya kizazi chao, na kipindi ambapo kizazi cha pili kinazaliwa ili kizazi hiki kitawale, kwa sababu kuna miaka 40 na tumeona mtu asingeweza kuaminiwa katika Israeli kuruhusiwa kwenda vitani au kupewa nyadhifa ya uongozi wastani ambao unapungua miaka 20. Tumesoma fungu la Hesabu 1:20, tunaambiwa mtu ambaye anaweza kapewa utawala au kuruhusiwa kubeba majukumu na kwenda vitani ni lazima awe miaka 20 na kuendelea. Kwa hiyo hata hii miaka 40 ya utawala, ili niweze kukuwekea hii chati vizuri, nitaigawa katika sehemu mbili. Nitaigawa miaka 20 ya kwanza, alafu taigawa na miaka 20 ya pili. Hapa ni miaka 40, 20 ya 40. Kwa hiyo hata ningeweza kuandika 40, lakini ili uelewe vizuri ninachotaka kukuonesha, nitaandika 20. Hapa nimekwambia wakusubiriwa wafikishe miaka 20 kwa sababu wengi walikuwa ni watu wazima, walikuwa ni miaka 20 na kuendelea. Hawakuzaliwa wakuwa watoto wachanga. Ndio maana walianza moja kwa moja kutawala kipindi Kristo ameingia katika chumba hiki 1844. Walibeba majukumu ya uongozi katika kanisa. Kwa hiyo walitawala miaka 40 ya kwanza ya kizazi chao, lakini pia wakatawala na miaka 20 ya kwanza ya kizazi cha pili, kuwasubiria hawa waliozaliwa kizazi cha pili wafikishe miaka 20 ili waweze kutawala. Kwa hiyo hawa kwa ujumla walitawala muda wote hapa, walitawala kwa miaka 60. Walitawala miaka ya kwanza ya kizazi chao miaka 40, lakini pia wakatawala miaka 20 ya kwanza ya waliozaliwa kizazi cha pili. Kwa nini walitawala miaka 20 ya kwanza? Ili wawasubirie wakue, ili watakapofikisha wastani wa umri wa miaka 20 ndipo wangeweza kubeba majukumu na kupewa uongozi katika kanisa. Kwa hiyo utawala wao uliishia mwaka, ukitaka kujua muda ambapo utawala wao utaishia, njia ya kwanza unaweza ukachukua 1844 ukachukua muda ambao wametawala miaka 60. Ni kweli utawala wa kizazi ni miaka 40, lakini wasingeweza kuachia hapa kwa sababu hawa walikuwa ni wadogo. Walikuwa hajafikisha miaka 20. Kwa kipindi ambapo wangefikisha miaka 20 wangeachia madaraka na wakakiachia kizazi cha pili kiendelee kutawala, na mimi mpaka hapo utakuwa umenielewa. Kwa hiyo kama walianza kutawala 1844, wataisha kutawala wapi? Naweza nikachukua muda ambapo wametawala nikajumlisha na mwaka ambapo wameanza kutawala nikapata, au naweza nikachukua hiki kizazi cha pili ambacho kilianza 1844 nikajumlisha miaka 20, kwa sababu wengi waliozaliwa kizazi cha pili baada ya miaka 20 watakuwa ni watu wazima na watapewa mamlaka ya kuongoza. Kwa hiyo ukija ukachukua 1884 njia ya kwanza jumlisha 20 ambayo ni njia rahisi, utapata 1904. Hapa ndipo utawala wa hawa ambao walikuwa ni watu wazima kipindi Kristo anaingia katika kiti cha rehema 1844 walitawala hadi 1904. Njia ya pili unaweza ukachukua 1844 ambao nimekuambia ukajumlisha tu 60. Kwa hiyo ukachukua 1844 ukajumlisha 60 utapata 4091. Ni hicho hicho 1904. Hii ni kwa habari ya utawala. Huku chini ni kwa habari ya uzao.
Tena ngoja niandike kwa rangi ya blue. Haya, kwa hiyo hapa ndipo utawala wa kizazi cha kwanza ulipofikia mwisho. Kwa hiyo na hawa pia kama wameanza kutawala 1904, nimekwambia muda wa kizazi kutawala ni miaka 40. Hapa kwa nini kimetawala miaka 60? Kwa sababu kipindi kanisa linaanza wengi walikuwa ni watu wazima, na katika kizazi cha pili hawa ambao walizaliwa hapa walikuwa ni watoto wadogo, wangesubiriwa wafikishe miaka 20 ndipo wapewe madaraka na baba zao waanzilishi wa imani wa kizazi cha kwanza. Ndio maana hawa tu ndio walitawala kwa miaka 60, lakini vingine vyote utaratibu utakuwa ni ule ule wa miaka 40. Kwa hiyo ukitaka kujua utawala wa hawa waliozaliwa katika kizazi cha pili utaishia wapi, utachukua mwaka ambao wameanza kutawala, utajumlisha 40, utapata 1944. Kwa hiyo utachukua 1904 utajumlisha 40, utapata 1944. Hiyo ni njia ya kwanza, 1944. Lakini kumbuka hawa miaka 20 ya mianzo katika kizazi chao walitawaliwa na kizazi cha kwanza, kwa hiyo hawakutawala. Kwa hiyo walianza kutawala miaka 20 ya pili ya kizazi chao baada ya kuwa watu wazima, na miaka 20 ya mwanzo ya kizazi cha tatu. Kwa hiyo jumla ni miaka 40. Kwa hiyo njia nyingine unaweza ukachukua tu 1904 ukajumlisha miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao ukajumlisha na miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha tatu, wakiwa wanasubiria hao waliozaliwa katika kizazi cha tatu waweze kukua na kufikisha miaka 20 ndio waweze kupewa uongozi. Kwa hiyo ukija ukajumlisha 1904 20 utapata 1904 ukajumlisha 20 ambapo ni miaka ya mwisho ya kizazi chao utapata 1924. Lakini ukija ukajumlisha na miaka ya 20 ya mwanzo ya kizazi cha tatu, wakiwa wanawasubiria hawa waliozaliwa katika kizazi cha tatu wafikishe miaka 20 ili wapewe majukumu ya uongozi. Kwa utajumlisha na miaka 20 ya kizazi cha tatu tena utapata 1944. Kwa hiyo kizazi ni miaka 40 pia kwa habari ya utawala. Kwa hiyo hapa pia utapata miaka 40 hapa. Kwa hiyo hapa 1944 tumeona hapo. Kwa hiyo tunaingia katika utawala wa kizazi cha tatu. Kwa hiyo kipindi kizazi cha 4 kinazaliwa, kizazi ambacho kinaanza kutawala ni kizazi cha tatu. Kitatawala miaka 20 ya mwanzo ya kizazi cha 4 na miaka 20 ya mwisho ya kizazi chake. Kwa hiyo unaweza ukatumia njia hii. Kwa hiyo kama utawala wao ulianza 1844 wakatawala miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao cha tatu, ukija ukajumlisha 20 hapo 1944, ukija ukajumlisha 20 utapata 1964. Lakini pia walitawala miaka 20 ya mianzo ya kizazi cha 4. Miaka 20 ya mwanzo wa kizazi cha 4 utapata 1984. Lakini hii ni njia ndefu. Njia fupi tu ukitaka kuelewa utajua tu kama hawa walitawala kwa miaka 40 ukajumlisha 1944 na hawa pia wametawala kwa miaka 40. Utachukua tu 1944 utajumlisha 40 ambao ni muda wa utawala wa kizazi utapata 1984. Naamini paka hapo tuko pamoja, nazidi kuendelea. Kwa hapo ukija ukajumlisha 40 utawala wa kizazi cha tatu ulikomea 1984. Kwa hiyo 1984 ndipo kizazi cha 4 kilianza kutawala. Kilianza kutawala katika miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao, lakini pia ikatawala miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha 5 kilichoanza kuzaliwa 2004. Kwa sababu walipozaliwa walisubiriwa wakue, au inabidi wasubiriwe wakue mpaka wafikishe miaka 20 ndipo wapewe uongozi, kama vile ambavyo kilichokuwa kikifanyika katika vizazi vilivyopita. Kwa hiyo hapa njia fupi ukitaka kujua mwisho utawala wao unaweza ukajumlisha 40
au unaweza ukajumlisha miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao na miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha 5. Kwa hiyo njia ya kwanza, ukitaka kujua utawala wao unaishia wapi, unaweza kuchukua 1984 ukajumlisha 20, hapo ukapata 2004. Lakini hiyo ni miaka ya mwisho ya utawala katika kizazi chao. Lakini pia wakatawala miaka 20 kuwasubiria hawa itabidi watawale tena. Hichi ni kizazi cha 5 ndio kinazaliwa hapa kwa habari ya uzao, na hakuna ukomo kwa habari ya uzao. Lakini kwa habari ya utawala nikawaambia kuna ukomo. Kwa 2004 walitawala, hiki kizazi cha 4 kilitawala miaka ya mwisho katika kizazi chao 2004, lakini pia kitatakiwa kitawale miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha 5 ili kuwasubiria waliozaliwa hapa 2004 wafikishe miaka 20 na ndipo wapewe majukumu ya uongozi katika kanisa. Kwa hapo utapata 2024. Lakini njia nyepesi nimekwambia unaweza tukachukua mwisho wa utawala wa kizazi cha 3 ambao ndio mwanzo wa utawala wa kizazi cha 4 1984 ukajumlisha 40 utapata 2024. Utapata 2024. Lakini 2024 una miezi mingapi? Una miezi 12. Kwa hiyo mwisho wa 2024 ni 2025. Mtu akikwambia mwaka 2025 anamaanisha 2024. Kwa mfano, ngoja nifanye hivi. Nikifanya hivi 2024 kuelekea 2025. Hapa namaanisha mwaka gani? Namaanisha 2024. Lakini nikisema 2025 kuelekea 2023 kuelekea 2024, hapa namaanisha ni mwaka gani? 2023. Kwa sababu mwisho wa 2024 ni 2025. Kwa hiyo huu ni mwaka mzima ambao umeisha. Ni lazima ufike 2024 ishe, ni lazima 2025 ianze. Kwa hiyo lakini pia nikiandika 2023 2024, hapa namaanisha mwaka 2023. Kwa hiyo mwanzo wa mwaka wa 2024 ndio mwisho wa 2023, kwa sababu miezi 12 itafikia mwisho katika mwanzo wa 2024. Kwa nini nimetoa maelezo haya? Natoa maelezo haya, naweza nikaandika hivi 2024 kuelekea 2025. Huu mwaka naita 2025. Kwa sababu mwanzo wa 2025 ndio mwisho wa huu mwaka 2024 kuelekea 2025. Kwa hiyo kuliko niandike namba nyingi hizi naandika tu kwa ufupi hivi. Lakini kumbuka ujumbe wetu sio wa wakati maalum. Kwa sababu pia katika somo hili la kizazi nikifanya hivi nitakuwa nimeweka wakati maalum, na ambapo ingefika tu 2024 ingeisha kiingia 2025, lazima tungeona amri ya Jumapili ingetangazwa katika mwaka huu wa 2025. Lakini sitaweka wakati maalum nikisema takriban. Ndio maana somo hili linasema amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho, na tunaona kizazi cha mwisho au muda wetu sisi wa Adventista wa Sabato ni 2025 takribani. Ndio muda ambao tuliona tumepewa. Kwa hiyo hapa ni miaka 40 kwa habari ya utawala, kwa habari ya utawala, na hapa ni miaka 40 kwa habari ya utawala. Kwa utawala hapa ni hata nikiandika 2025 plus kwenda mbele kidogo au minus kurudi nyuma kidogo, takriban 2025. Simaanishi mwaka 2025, namaanisha mwaka 2024 utakapotimia miezi yake 12, ndio nimewakilisha kwa kauli tu moja 2025, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Kwa hiyo hapa ndipo kizazi cha 4 kinaishia. Kwa nini nimeweka hizi alama? Unaposoma neno la Mungu anapotuonesha utimilizo wa tukio katika kizazi husika, kuna wakati sio lazima itimie miaka 40. Inaweza ikazidi kidogo au ikapungua kidogo. Kwa mfano, tukio la uangamizi wa Yerusalemu, unaposoma katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 1 bila zungumzia maangamizi ya Yerusalemu. Pambano Kuu
Pambano Kuu ambayo inazungumzia uangamizi wa Yerusalemu ni ukurasa wa 27. Tasoma ukurasa wa 27, ukurasa wa 26 aya ya mwisho kuelekea ukurasa wa 27 aya ya kwanza. Anasema Bwana alichelewesha hukumu zake juu ya mji mtakatifu na taifa kwa karibu miaka 40. Hajasema kwa miaka 40, kwa karibu miaka 40. Tunaona hii karibu inamaanisha nini? Ndio maana nimekwambia hii karibu kwa lugha nyingine ni takriban. Karibu takriban inaweza kazidi kidogo au ikapungua kidogo. Anasema kwa karibu miaka 40 baada ya maangamizo ya Yerusalemu kuwa yametangazwa na Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Kristo ni lini alitangaza maangamizo ya Yerusalemu? Nakumbuka kipindi Kristo anasulubishwa msalabani, Waisraeli walipiga kelele. Kipindi Pilato anamwambia, je, nimsulubishe Kristo? Akasema, hii damu ya Kristo sio juu yangu, ni juu yenu Wayahudi. Wakasema, na iwe juu yetu na watoto wetu. Hawakujua ya kwamba wanatangaza watoto baada ya miaka 40 Yerusalemu ingeweza kuangamiza, kujibu ombi lao. Unapoangalia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 77, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 77, naweza kusomea maneno haya. Anasema hapa, wana wa Israeli, ngoja nianze haya juu kidogo. Anasema wakati Pilato aliposema kuwa hana hatia ya damu ya Kristo, Kayafa alijibu kwa kiburi, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Maneno yale yaliitikiwa na mkutano wote kwa mngulumo wa sauti zisizo za kibinadamu. Umati wote ukasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Wana wa Israeli walikuwa wamefanya uchaguzi wao kwa Baraba, ambaye alikuwa haramia na muuaji, mjumbe wa Shetani. Kristo mjumbe wa Mungu alikataliwa. Katika kufanya uchaguzi huo walimkubali yule ambaye tangu mwanzo alikuwa muongo na muuaji. Shetani akawa kiongozi wao na utawala wake utawaendesha. Wayahudi walikuwa wamepiga kelele, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ombi lao lilijibiwa. Damu ya mwana wa Mungu ilikuwa juu ya watoto wao, juu ya wajukuu wao. Katika tukio la kutisha, ombi hilo anasema katika tukio la kutisha, ombi hilo lilitimizwa wakati wa uharibifu wa Yerusalemu. Na tunafahamu, kumbuka amesema damu yetu na iwe juu yetu na watoto wetu. Tunaona kizazi, uzao hadi uzao, tumeona ni miaka 40. Kwa hiyo kipindi Kristo anakufa tumeona ni mwaka wa 31. Na Waisraeli wanasema damu ya Kristo na iwe juu yao na watoto wao. Na tunajua Yerusalemu iliangamia mwaka gani? Mwaka wa 70 BK. Ndipo Yerusalemu ilipoangamia, hapa ni 31 BK. Kwa hiyo ukija ukachukua 70 BK ukatoa 31 BK utapata miaka 39. Kwa hiyo ni kweli haifungi ya kwamba kizazi ni miaka 40, lakini kama nilivyokuambia, Mungu anapozungumzia tukio fulani litatokea katika kizazi fulani, inaweza ikawa nyuma kidogo au mbele kidogo, muda mfupi kabla au muda mfupi baada. Ndio maana hii kauli ambayo nimekusomea katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 26 aya ya mwisho kuelekea ukurasa wa 27, anasema hapa Bwana alichelewesha hukumu zake juu ya mji na taifa kwa karibu miaka 40. Kwa karibu miaka 40. Kwa miaka 40 haikutimia kukamilifu, lakini ilipokuwa inakaribia kutimia miaka 39 unabii ule ulitokea, kwa sababu kizazi kile ambacho watu walidai damu ya Mwokozi juu yao kilikuwa kimeishia mwisho wake. Ndio maana inaweza ikawa muda mfupi kabla au muda mfupi baada. Ndio maana mimi nimekuambia sisi tumeisha toka katika muda mfupi kabla. Amri ya Jumapili ingeweza kutangazwa 2023, ingeweza kutangazwa 2024, lakini pia ingeweza kutangazwa 2025, kwa sababu kuni muda mfupi ambao tumeuona. Lakini sasa hivi tupo 2026, muda mfupi baada. Kwa hiyo hatufahamu muda wowote amri ya Jumapili inaweza ikatangazwa, japokuwa Mungu ameweka mpaka ambao ni siri, sisi hatujui. Ameweka mpaka, huenda inaweza ikawa 2027. Kama 2027 ni mpaka, hata tuombe Mungu vipi aweze akatupatia
rehema tena, kwa sababu huu ndo mpaka ambao ameuweka, hatutaweza kuupita. Kwa hiyo maombi yetu yangeweza kujibiwa 2026. Natoa mfano, simaanishi 2027 ndipo mpaka wa Mungu, lakini natoa mfano kukusaidia kuelewa. Kwa hiyo tunapoambiwa tumuombe Mungu atupatie miaka ya neema, sio kama huu ndo mpaka ambao Mungu ameweka. Nimetoa mfano, kama huu ndo mpaka, Mungu hautaweza kumbadilisha Mungu. Sababu maombi hayabadili mapenzi ya Mungu, lakini yanatuleta katika upatanifu na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo uwezo kama omba Mungu akupe zaidi ya 2027 kama ndo ameweka kuwa mpaka, lakini ombi lako anaweza angeweza kuruhusu hapa, kwa sababu mataifa au shetani anaweza kachochea na akawachochea watawala dunia kutimiza amri ya Jumapili haraka, ili wanadamu wengi wapotee katika kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa unapomuomba Mungu amri ya Jumapili kwa kweli ingeweza kutokea 2023 hata 2022, lakini Mungu alizidi kushikilia kwa sababu maombi ya watu wake. Ingeweza kutokea 2024, lakini Mungu alishikilia na bado iko ndani ya maombi, yako ndani ya mpaka wa Mungu. Ingeweza kutokea 2025, lakini Mungu bado anaona tuko tayari, amevumilia 2026, lakini ameweka mpaka ambapo hata ukiomba kama yeye ndo anajua ni siri yake. Nimetoa mfano, simaanishi inaweza kuwa 28 au hata inaweza kuwa ni 2026, lakini nimejaribu kuandika hivi ili kukupatia uelewa mzuri. Ndio maana tunatakiwa tuombe. Kama sasa hivi tunaona vuguvugu la amri ya Jumapili linakaribia, tunavyoona rais wa Marekani Donald Trump akichochea vuguvugu hilo. Japokuwa tutakapoendelea kujifunza tutajua kabla amri ya Jumapili lazima vita kiraia tokee Marekani, vita ya wao kwa wao, mapinduzi. Na unaona ni kitu ambacho kinakaribia sana kutokea, na mapinduzi yakitokea muda wowote, amri ya Jumapili itatangazwa katika taifa la Marekani. Kwa hiyo ni vuguvugu ambalo tunaliona shetani analichochea, analisukuma, lakini hatujui mpaka wa Mungu, lakini tunajua tu muda ambapo kizazi cha 4 kitaishia, ambapo rehema itafungwa na mlango rehema itafungwa na amri ya Jumapili itatangazwa katika 2025 takribani. Kwa hiyo wapendwa, huu ndio muda ambao kwa neema ya Mungu nimeuonesha katika siku ya leo, sisi Adventista wa Sabato ambao tunao 2025 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, ndipo utawala wa kizazi cha 4 unafikia mwisho, na Mungu hawezi akaruhusu kizazi cha 5 kitawale katika kanisa, kwa sababu sio utaratibu wake na sio kigeugeu, na Mungu ajipingi. Unaposoma katika kitabu cha Malaki, sura ya 3 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa, ili wana wa Yakobo. Kwa Mungu akisema kitu hageuki, habadili utaratibu wa mambo, kwa sababu anasema anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wamichuki yao, nami na warehema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa rehema za Mungu zinaendelea hadi hapa, na kama vile alivyoruhusu utawala wa yeye uendelee mpaka kizazi cha 4, hivyo hivyo utawala wa kanisa la Adventista wa Sabato utaendelea hadi kizazi cha 4. Kizazi cha 5 hakita aliruhusiwa kutawala, na tutakapoona amri ya Jumapili imetokea, hata kama ni mwaka huu, hata kama ni mwakani, ni ishara kizazi cha 4 sasa, au ule mpaka ambao ulikuwa ni siri ya Mungu umejulikana, na Mungu hatavumilia tena, na mlango wa rehema utafungwa kwa Adventista wa Sabato. Kwa hiyo kama Adventista wa Sabato alikuwa hajapata ushindi dhidi ya dhambi, kama alikuwa hajatakaswa na ujumbe ambao Mungu amempatia ili kumwandaa kuweza kusimama katika zama iliyo mbele yetu, itakuwa ni kuchelewa sana. Lakini watu wengi wanajiuliza ya kwamba wanaposoma maandiko, mbona pia kisa cha wana wa Israeli kutoka nchi ambayo Ibrahimu alipewa tunafahamu. Unaposoma, twende katika kitabu cha Mwanzo 15, kutoka katika nchi yao wana wa Israeli, mtu anaweza kujua kwa sababu Ibrahimu ndio baba wa wana wa Israeli, ndio baba yao. Mungu alimwambia katika yeye atampatia watu wengi ambao walikuwa ni wana wa Israeli. Kwa hiyo tunafahamu walitoka katika nchi yao wakaenda utumwani, na ndio walienda utumwani kwa miaka 430. Na neno la Mungu linatuambia Mungu alimwambia Ibrahim ni vizazi 4. Mtu anajiuliza, je, vizazi ni miaka 100? Kwa sababu kama amesema ni vizazi 4 na wamekaa kwa miaka 430, basi vizazi ni miaka 100. Kwa hiyo ngoja nisome hapa alafu nitaliweka sawa kutoka katika neno la Mungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 15, neno la Mungu linasema mstari wa 16, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana hujatimia uovu wa Waamori bado. Mstari wa 13 anasema, Bwana akamwambia Abraham,
ujue hakika ya kwamba uzao wako ni taifa la Israeli, utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, Misri. Watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Kwa mtu anaweza kusema kizazi ni miaka 100 kwa sababu hapo Bwana amesema watateswa kwa muda wa miaka 400, na mstari wa 16 anaendelea kukazia, na kizazi cha 4 baada ya miaka 400 kitarudi hapa, maana hujatimia uovu wa Waamori bado. Na unapokuja kusoma katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka 12, Kutoka 12 mstari wa 40, neno la Mungu linasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, anasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia kizazi ni, kwa mfano tumejifunza kutumia ni miaka 40, lakini tukio fulani ambalo Mungu ameahidi kutokea inaweza likatokea kabla ya hapo au baada ya hapo, lakini imaanisha hata likitokea baada au kabla, basi limezidi kizazi, ni kizazi hicho. Na ni kwa sababu Mungu katika habari hii ya uzao au katika habari ya kizazi hatupatii wakati maalum, lakini tu anatuambia katika neno lake ya kwamba kumbe kizazi ni miaka 40. Huu ndio wastani wa kizazi, lakini tukio linaweza likatokea kabla kukaribia 40 au zaidi ya 40 kidogo. Lakini pia tulijifunza unabii wa miaka 6000. Kama kibiblia siku moja inawakilisha mwaka mmoja kiunabii, lakini pia kuna fungu, sio kwamba Biblia inajipinga, inawakilisha siku moja, inawakilisha miaka 1000. Kwa mfano fungu la Petro, unapoangalia fungu la Petro wa 2:3 anasema siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000. Huo ni unabii. Lakini pia unapoangalia kitabu cha Ezekieli 4:6, kitabu cha Ezekieli, najibu swali lako naye nitazama, wewe ndio unaweza kuwa unajiuliza kitu kama hicho, na mimi nimekuwa nikijiuliza kwa muda mrefu. Unapoangalia kile kitabu cha Ezekieli, ngoja nikusomee Hesabu pia. Hesabu, unapoangalia kitabu cha Hesabu, Hesabu 14:34 anasema kwa hesabu ya siku hizo mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa kama mwaka. Kwa hiyo unabii siku ni mwaka. Ni Biblia hii, sio kama inajipinga. Lakini Biblia hii inakwambia pia siku katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3:8 ni miaka 1000. Lakini pia ukiangalia Ezekieli 4:6, Ezekieli 4:6 Ezekieli 4:6 neno la Mungu linasema, tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nao utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Kwa kumbe katika Biblia ijipingi. Ni kweli kuna kipindi Mungu anamaanisha katika unabii siku moja mwaka mmoja, na kuna kipindi Mungu anamaanisha siku moja miaka 1000. Hata katika habari ya kizazi kuna kipindi Mungu anawakilisha kizazi ni kipindi cha miaka 40, lakini pia kuna kipindi Mungu pia anawakilisha kizazi ni kipindi cha miaka 100. Kwa hiyo kitakacho kusaidia kujua katika kufanya mkokotoko wakati wako ni lazima uelewe muktadha, kwa sababu muktadha wa mkokotoo wetu ni katika patakatifu na ulioanza 1844 baada ya siku 2300 kuisha. Zile siku 2300 zilikuwa hazihesabiwi kama siku moja miaka 1000, zilikuwa zinahesabiwa siku moja kama mwaka mmoja. Ndio maana zilianzia mwaka wa 427 kabla ya Kristo, KK au BC, na zikaishia 1844 BK au AD kwa Kiingereza. Kwa hiyo kama muktadha wa 1844 muda ambapo Kristo ameingia patakatifu ulijengwa juu ya unabii wa Ezekieli 4:6 na sio Petro wa pili 3:8 ya kwamba siku moja mwaka mmoja. Kwa hiyo hata mkokotoo tunaofanya hauwezi ukajengwa tena kwa muktadha wa Petro, kwa sababu tunapoanzia kufanya mkokotoo kumejengwa kwa muktadha wa unabii wa Hesabu 14:34 na unabii wa Ezekieli sura ya 4 mstari wa 6 unaosema siku kuhesabiwa kama mwaka.
Lakini hiyo haipingi. Ndio maana katika miaka 6000 ya mpango wa ukombozi tumeona siku 6 za uumbaji ni sawa sana miaka 6000 ya ukombozi, siku moja kuhesabiwa kama miaka 1000. Kwa hiyo hata ni kweli kizazi naweza ikawakilisha miaka 100, kwa sababu tumeona kwa wana wa Israeli wamekaa utumwani muda wa miaka 430. Kwa ukija ukagawia kwa 4, Yesu alisema kizazi cha 4 ndio kitarudi, utapata ni wastani wa miaka 100. Lakini pia ukipata nafasi utasoma kitabu cha Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 82. Na kazia ukurasa wa 82, ukipata nafasi utasoma Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 82 aya ya kwanza. Utaona pia Adamu aliona vizazi vyake 9. Aliishi hadi kizazi cha 9 katika dunia ya wakati ule. Na tunafahamu Adamu aliishi miaka mingapi? Ukija kusoma Biblia aliishi miaka 930. Nitasoma kitabu cha Mwanzo. Nitasoma kitabu cha Mwanzo. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Neno la Mungu linasema, Mwanzo sura ya 5 mstari wa 5, anasema siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa. Kwa hiyo kumbe 930, na roho nabii natuambia katika Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 82 aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema Adamu aliishi katika vizazi 9. Kwa hiyo kama hapo ukija ukagundua vizazi 9, hapo ukija ukagawia 9, utapata hesabu ya kizazi kimoja ni wastani pia wa miaka 100. Hapo utapata 103. Lakini kwa wana wa Israeli walikaa miaka 430, na Bwana japokuwa Bwana alitaja miaka 400. Ndio maana nimekwambia inaweza ikawa mbele kidogo na ikawa nyuma kidogo. Kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, Mungu alisema miaka 400, lakini ilikuwa mbele kidogo miaka 30, lakini ilikuwa ni ndani ya kizazi cha 4. Kwa hata kwetu inaweza ikawa mbele kidogo lakini bado ni ndani ya kizazi cha 4, au hata kama ingekuwa nyuma kidogo, japokuwa huku sasa hivi atoka kwenye nyuma kidogo. Bwana nimenirehema mpaka sasa hivi ametupatia muda mwingi, kwa hiyo tuutumie vizuri. Kwa hiyo hapo ukija ukaangalia utapata wastani ukija ukachukua hapo utapata 93 10 30 9, hapo utapata wastani wa 107. Hapo utapata wastani wa 107, kwa sababu ukija ukachukua 9 ukafanya hapa hesabu vizuri, utapata 9 inaenda kwenye 93 mara 10, unabakia na 30, inaenda 107. Alafu ukija ukachukua hapa pia 4 inaenda hapa mara 10, utapata 40 30 samani hapa ni 103, sababu Adamu tunaona aliishi Adamu aliishi miaka 930. Na roho nabii katika Patriarchs and Prophets, Wazee na Manabii, ukurasa 82 aya ya kwanza inasema aliona vizazi 9. Ukija kuchukua vizazi 9 na idadi ya umri walioishi ni wastani wa 103, kwa sababu 9 inaenda kwenye 93 mara 10 unapata 90, inabaki 30. 9 inaenda kwenye 30 mara 7, kwa hiyo utapata ni kama na nukta huku. Lakini katika unabii hatuna vitu vya nusu au nukta, tuna vitu halisi. Ndio maana hata 31 BK ukija ukaangalia unabii wake ni 30 na nusu, lakini hatuna nusu mwaka, nakadiria 31. Kwa hiyo pia wana wa Israeli ni 430, ukija ukagawia 4, Mungu alisema ni vizazi 4. Tumesoma katika kitabu cha Kutoka 12:40 na tukaona inatupeleka mpaka ukija ukagawia hapa kama ni vizazi 4 na walikaa kwa muda wa miaka 430, na Bwana alisema kizazi cha 4 kitarudia hapo. Ukija ukagawa hapo utapata ni 107, ambapo tu ni kweli 107 ni ndani ya ni miaka 100 ya kizazi. Hapa tu ilizidi miaka 7 mpaka ikazidi miaka 3. Ndio maana kwambia hapo inaweza kuwa ni muda mfupi baada au muda mfupi kabla. Kwa hiyo mtu akiniambia kizazi ni miaka 100 sikatai. Kwa hiyo inaweza kuwa ni miaka 100 kiukweli, kizazi ni miaka 100 sikatai. Kwa sababu ndivyo maandiko yanavyosema, kama anavyosema siku moja miaka 1000 sikatai, lakini pia siku moja mwaka mmoja sikatai. Kwa hata pia mtu akiniambia miaka 40 nitakubali, na ni kweli kizazi ni miaka 40 na kizazi ni miaka 100, lakini kwa muktadha upi? Kisha kuchukua kwa muktadha wa Adamu, ni kweli tunaambiwa aliona vizazi 9, aliishi vizazi 9 katika uhai wake. Kwa hiyo wastani wa kizazi ni miaka 100, na wana wa Israeli walienda miaka 430 na kizazi cha 4 kilirudi. Kwa hiyo tunapata jibu kiukweli wastani wa kizazi ni miaka 100, lakini utimilifu wa tukio la Mungu unaweza kazidi kidogo miaka 100 kama ulivyozidi hapa kwa Adamu miaka 3 au kazidi au kabla, lakini pia kama tulivyoona ulivyozidi miaka 7 kwa wana wa Israeli, lakini ni ndani
ya mzunguko huo wa miaka 100, muda mfupi baada au muda mfupi kabla. Kwa nini nimezungumza haya yote? Kwa sababu historia na unabii vimeshikamana kwa karibu sana. Kwa kama tulivyoona mwisho hapa ni 2025, inaweza ikawa kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, hilo tukio likatokea. Lakini haimaanishi kwamba kizazi cha 4 kitakuwa kimepita. Hapana, hakitakuwa kimepita, kwa sababu Mungu siku zote huwa anafanya kazi na watu au anaruhusu uovu au ukandamizaji mpaka kizazi cha 4. Kwa hiyo nakushukuru kwa muda ambao umeweza kutoa kwa ajili ya kufuatilia somo hili Amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Ningependa kukualika katika somo lingine ambalo litajibu swali la mkokotoo wa wakati ambao tulifanywa miaka 6000 chini ya kichwa kinachosema ni wakati au wakati maalum. Kwa hiyo kumbuka kuwa na daftari, kumbuka kuwa na karatasi pamoja na kalamu yako. Kwa hiyo unapoahirisha kipindi hiki, ningependa kukualika, kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na ikiwa umekaa inamisha uso wako tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na wema wako katika maisha yetu. Asante kwa kufunulia muda, tuweze kuutumia vizuri. Tumeamini kwa sababu tumesoma katika neno lako, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Tusaidie tusiwe washupavu, bali tuweze kuona hatuna muda tulionao ni mfupi sana kwa kuweza kujiandaa kukabiliana na dhama ambayo iko mbele yetu. Lakini kujua tu wakati itasaidia. Unatupatia ujumbe wa kutuambia mambo ya kufanya ili tupate kuokolewa. Kama vile ambavyo Wayahudi walivyochoma mioyo katika ubiri la Petro, wakasema tufanye nini basi? Petro aliambiwa watubu na wapate kurejea. Kwa hiyo baada ya kujua wakati, tufunulie basi tufanye nini, au tupokee ujumbe gani, au tusome ujumbe gani sasa utakaoweza kutuandaa kwa ajili ya kusimama kabla ya kuchelewa milele. Na kusiweze kuwa pamoja na msikilizaji na mtazamaji, saidia aweze kuelewa, asije akasikia haya na akapotea, na mimi pia haitakuwa na manufaa kuzungumza haya na niweze kupotea. Saidia niweze kujitakasa punde kwa punde, kila wasaa, ili nipate kuwa tayari wakati unaofaa na usiofaa kwa ajili ya kukabiliana na hukumu. Na kusihi ulinzi wako uweze kuwa pamoja nasi sote. Shikilia afya zetu na utubariki katika kipindi kinachokuja, sote tuweze kunufaika kwa masomo ambayo unatupatia. Na kushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, na naamini utaendelea kuwa pamoja nasi, na hata yale ambayo sijayaomba unayajua na utayafanya sawa sawa na mapenzi yako. Lakini hitaji letu kubwa, tupatie Roho wako Mtakatifu katika mioyo yetu. Tupatie nguvu yako ya vuli iweze kutukamilisha na kutakasa, kutusaidia tuweze kufikia ukamilifu, ili Amri ya Jumapili itakapotangazwa tabia zetu siweze kukomazwa kwa nguo ya masika na kuandaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu, lakini kwa ajili ya kuishi na wewe milele zote. Asante kwa sababu naamini utaponya hata madhaifu ya kimwili, sio ya kiroho tu, na utakutana na hitaji la kila mmoja kwa ajili unavyoona. Lakini ninavyoomba hivi si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amina.